And we are told that Elisha was a son of a rich man. Shaphat was a rich man in Israel. Hivyo basi tunaambia kwamba Elisha alikuwa mwana wa tajiri mmoja pale Israeli. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. He was a name in that place. Ya kwamba alikuwa na jina katika mji ule. And that's why we are told that even when Elijah got Elisha, he was plowed with oxen. And people with oxen, even before education came this side, we know that people with oxen were well off. Ya kwamba tunafahamu ya kwamba watu ambao walikuwa na fahari hata kabla mambo ya masomo ya kuja upande huu walikuwa watu wenye heshima. Praise the Lord. Because they were the rich men of the land. Kwa sababu walikuwa matajiri. So Elijah goes and makes a farewell party in his home. Ya kwamba Elia anaenda nyumbani kufanya sherehe ya kuaga watu. He takes the oxen he was using as wood and slaughters the same oxen and tells people to eat for he has gone. Ya kwamba anachukua ile jembe ambayo alikuwa anatumia kulima na fahari, anatumia kuwasha moto na anachinja wale fahari akiambia watu kwamba mimi ninaenda. Let's pause there. Wacha tusimame hapa. How do you respond to a revelation? Je, unafahamu vipi ufunuo? How do you respond to a revelation that God gives it to you? Ya kwamba unachukuliaje ama huwa unakuwa na mwelekeo upi juu ya ufunuo ambao Mungu anapeana juu ya maisha yako? He is an Elisha, son of a rich man, but he's just thrown the monkey. He has not told him anything. But this guy goes and burns everything and tells people to eat. He has left. Ya kwamba huyu ni mtu ambaye ametupiwa tu vazi, lakini anaenda pale anafanya sherehe ya kuaga watu na kuambia kwamba yeye anaenda. Hallelujah. Hallelujah. You see the way you respond to a revelation, hivyo basi inalingana mwelekeo ambao unachukua juu ya ufunuo is now the determiner. Ndio kile ambacho kitaamua. It will determine if you rise up and shine. Itaamua kama utainuka na ung'ae or you remain hid for the rest of your life. Ama ubaki jinsi ulivyo maisha yako yote. Now from the 7,000 we get one called Elisha. Ya kwamba kwa lile jeshi la Mungu ya watu 7,000 tunapata mmoja ambaye ni Elisha. Mark you the rest, we are not even told their names. Hata hao wengine hatujaambiwa majina yao. We are given a title. Tumepewa tu mada, the sons of the prophets. Ya kwamba ni wana wa manabii. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. One person picks this revelation and pursues it with zeal. Ya kwamba mtu mmoja anachukua ufunuo huu na anaanza kuufuatilia kwa nguvu yake yote. He becomes the next big thing in Israel after Elijah. Ya kwamba yeye anakuwa sasa pia nabii mkuu sana baada ya Elia. The other ones remain the same they were. Na wale wengine wanabaki jinsi walivyo. And the writers of the Bible are not even kind enough to give us their names. Hata waandishi wa Biblia si wakarimu sana hata watupatie tu majina ya wale 7. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. The other day I was telling you here. Siku ile nyingine nilikuwa nawaambieni hapa. That Isaiah chapter 60 verse 22 says. Ya kwamba Isaiah 62:22. 60:22. The Bible says that a young person, and if you look at the rendition of it means a weak person, insignificant, is able to influence 1,000. Ya kwamba Biblia inasema kwamba yule mtu mnyonge sana anaweza athiri ama badilisha watu 1,000. And it says the mighty are able to move multitudes, millions of people, nations. Ya kwamba anasema kwamba wale wakuu wana uwezo wa kubadilisha ama kuathiri mataifa. The revelation is the same, but how do you respond? Ya kwamba ufunuo ni ule mmoja, lakini unachukua mwelekeo upi kuhusiana naye. Hallelujah. Do you want to remain hidden forever or you want to shine? Hivyo basi unataka kujificha milele ama unataka kung'aa? Do you want to remain a statistic? Wewe unataka ubaki kama chombo cha uchunguzi ama utafiti? Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. So that it will be said in 2019 there were 200 congregants in Simbatai Church of Christ. Ili kwamba ihesabike ya kwamba mwaka 2019 kulikuwa na waabudu 200 Church of Christ Simbatai. So you are among the 200. Hivyo basi pia uko miongoni mwa wale 200. No impact. Ya kwamba hakuna utofauti wowote. Hallelujah. What do you want to say to be heard of that there was a man with this name? Ya kwamba ama basi unataka usikike ya kwamba kulikuwepo na mtu kwa jina hili that walked in this land and did exploits. Ambaye alitembea katika upako wa Mungu na akafanya miujiza. Hallelujah. Hallelujah. The choice is yours. Uamuzi ni wako. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. You see, many people are healed. Unaona kwamba watu wengi wanaponywa, even people that are anointed by God. Hata wale watu ambao wamepakwa mafuta na Mungu, they are healed. Wanaponywa, they are hidden. Ya kwamba wanajificha. Praise the Lord.
to an extent that throughout their life they are not heard of. Hata hivyo kwamba maisha yao yote hawatasikika Like the sons of the prophet. kama wana wa manabii. But there are some that get this revelation. Lakini kuna wale ambao hupata ufunuo, They jump into action. wanachukua msimamo, And then the world reads their history. alafu dunia yote inasoma historia yao. Ask your neighbor, where are you? Uliza jirani yako, wewe uko wapi? Hallelujah. Haleluya. And it is never late, by the way. Na sio kwamba umechelewa sana. I know of a guy that got anointed at 50. Na ninajua mtumishi mmoja ambaye alipata upako katika umri wa And at miaka, the age of 50 he established the greatest church in DRC Congo. na katika umri wa miaka 50 alianzisha kanisa kubwa sana pale Kongo. We'll come to that. Tutazungumzia haya. Praise the Lord. Bwana Yesu That asifiwe. if you are truly anointed, Ya kwamba kama ni kweli kabisa umepakwa, then you must shine. hivyo basi lazima ung'ae. Jesus says in John chapter 9 verse 5, Yesu anasema katika Yohana 9:5 that he is the light of the world. ya kwamba yeye ndiyo nuru ya ulimwengu. And as long as he is in this world, he must shine as the light of the world. Na hivyo basi, hivyo akiwa katika dunia hii lazima ang'ae kama nuru ya ulimwengu. Then he changes it and tells us that we believers in him are the light of the world. Matthew 5:14-15. Hivyo basi katika Mathayo 5:14 anasema ya kwamba sasa ni sisi tunaomwamini ndio mwanga wa ulimwengu. Hallelujah. Hallelujah. And he says nobody can be mad enough to light a light and put it under the table. Akasema kwamba hakuna mtu ana uadhimu kiwango kwamba anawasha taa na anaweka chini ya But meza. whoever lights a light looks for a lampstand and puts the light so that it can illuminate the whole house. Hivyo basi mtu anapowasha taa anaiweka sehemu juu ya kitu fulani ili iweze kuangaza nyumba yote. He repeats this in Luke chapter 8 verse 16-18. Anarudia haya katika Luka 16:18. Praise the Lord. Are you shining or are you under a bushel or under a table? Ya kwamba unang'aa ama bado uko chini ya meza. Hallelujah. What will determine whether you will shine or remain hid is how you respond to the revelation. Kile ambacho kitaamua ikiwa utang'aa ama utabaki kama umejificha ni jinsi ambavyo unachukulia ufunuo. No wonder. Haijalishi. Isaiah 61 says, Isaya 60:1 inasema, arise, inuka and shine, na ung'ae, for your light, kwa sababu mwanga wako umekuja. hallelujah. When God opens your mind to understand this, every other scripture makes meaning now. Wakati Mungu anafungua fikra zako au moyo wako kupata ufunuo huu, maandiko yote yale yanafanya utofauti katika maisha yako. Hallelujah. Amen. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana So libarikiwe. when Elijah gets the revelation that there are 7,000 in Israel, prophets that have not bowed to God, Ya kwamba Elia anapopata ufunuo ya kwamba kuna jeshi lingine la manabii 7,000 katika Israeli, he goes and quotes Elisha. anaenda kumuita Elisha. The rest we are not told about the 6,999. Hao wengine hatujaambiwa kile ambacho walifanya. We are told they were called the sons of the prophets. Tunaambiwa tu ya kwamba walikuwa wanaitwa wana wa manabii. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. But now we start following Elisha. Lakini sasa tunaanza kumfuata Elisha. Now we come to our theme scripture of the day. Hivyo basi tunakuja katika mada yetu kuu ya siku ya leo. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. God has now called Elisha Ya kwamba Mungu sasa alikuwa ameshamuita Elisha because the assignment of Elijah has expired in Israel. kwa sababu wakati ule wa kuhudumu kwa Elia ulikuwa unaenda ukitoweka Israeli. He had one mission Ya kwamba alikuwa na misheni moja, to restore the worship of the true God in Israel. kurejesha tu uabudu wa Mungu aliye wa kweli. And once he was done with that, Na baada ya kutimiliza yale, God calls him back home. Mungu anamuita nyumbani. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Now in chapter 2 we are told Katika mlango wa pili tunaambiwa that God had opened the mind of every prophet to see. ya kwamba Mungu alikuwa amefungua fikra za kila nabii apate kuona. Even the 6,999, Hata wale 6,999 walikuwa they knew that wamefungua. Elijah was going. Walikuwa wanajua ya kwamba Elia anaenda, And in fact they knew that he was going to heaven by a whirlwind. ya kwamba alikuwa wanajua ya kwamba Elia anapelekwa mbinguni na upepo wa kisulisuli. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. That they knew nothing about it. Lakini hawafanyi chochote kuhusiana na Here is a general. ya kwamba Elia ni mkubwa, A general that has single-handedly defeated the worship of an institutionalized religion in Israel. ya kwamba
jeshi la mtu mmoja ambaye aliangamiza maabudu ya Baali katika Israeli. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. And you are a prophet, Na yeye ni nabii, a son of a prophet. mwana wa nabii. And you know that he's living. Na unajua ya kwamba anaondoka. And you sit with that conviction. Na unakaa tu na ule ufunuo. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. May the Lord help us, Bwana Yesu atusaidie. that we may not be like the sons of the prophets. Ya kwamba tusikuwe kama wana wa manabii. Hallelujah. Haleluya. But Elisha was different. Lakini Elisha alikuwa mtu wa He utofauti. decides to pursue Elijah Hivyo basi anaamua kumfuata sana until Elia he gets something. hadi pale alipopata kitu. So Elijah comes to them, Jesus says, "Oh, the Lord has sent me to Bethel. Tarry here, wait for me, I'll come back." Hivyo basi Elia anamwambia Elisha kwamba Mungu amenituma Betheli. Hivyo basi kaa hapa nitarejea. Elisha tells him, "As long as the Lord lives." Elisha anamwambia kwamba hivyo basi Bwana aishivyo. That was the way of swearing during that time. Hivyo ilikuwa jinsi ya maapizo wakati ule. That as long as the Lord lives and your spirit is still within you, I'll never leave you. Ya kwamba kama Bwana aishivyo na roho yako iishivyo, sitakuacha. They go to Bethel. Wakaenda Betheli. We are introduced to the sons of the prophets here. Hivyo basi pia hapa pia tunaambiwa juu ya wana wa manabii. They meet Elisha. Wanakutana na Elisha. They tell him, "Don't you know that your master is being taken today?" Wanamwambia, je, unajua kwamba bwana wako anaondolewa leo? They are seeing Elijah as just the master of Elisha. Wanamuona tu kwamba Elia ni mkuu wa Elisha. Hallelujah. Hallelujah. That's where they lost it. Hapo ndio walipoteza. They were seeing him just as a master of Elisha. Walikuwa wanamuona tu kama mtu wa kawaida, yani mkuu tu wa Elisha. Nothing more. Hakuna kingine. Hallelujah. Bwana Yesu And asifiwe. Elisha tells them, "Okay, no, he's going. It is none of your business. Shut up." Elia akamwambia hivyo basi nafahamu vizuri ya kwamba anaondoka, nyamazeni. Hallelujah. Amen. Elijah Amen. tells Elisha that the Lord has given me another assignment in Jericho. Tarry here as I go to Jericho, then I'll be back. Elia anamwambia Elisha kwamba Mungu tena amenituma Yeriko. Baki hapa nitarejea. But Elisha is confident. Lakini Elisha ana ujasiri. I'm not leaving you. Akamwambia sikuachi. They go to Jericho. Wanaandamana pamoja hadi Yeriko. You know whom they meet. Hallelujah. Bwana Yesu You asifiwe. know whom they meet in Jericho. Unajua wanakutana na nani The Yeriko? sons of the prophets Wana again. wa manabii tena. They tell him, Wanamwambia "Your master is going today." ya kwamba bwana wako anaondolewa leo. Do you know it? Unajua haya? He tells them, "I know." Anamwambia najua. Shut up, mind your business. Nyamazeni. Hallelujah. Amen. Elijah then comes up with another excuse Ya kwamba tena Elia tena anamwelezea Elisha that the Lord has sent me in another assignment in the Jordan. ya kwamba Bwana tena amenituma kule Yordani. Tell your neighbor the Jordan. Ambia jirani yako Yordani. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. But Elijah still says, "I'm not leaving you." Lakini Elisha bado alikuwa na msingi wake kwamba sikuachi. Hallelujah. Hallelujah. When they get to the banks of the Jordan, Wakati wanafika ukingoni mwa Yordani, you know whom they meet, of course. unajua wale ambao walikutana nao, The sons of the prophets. wana wa manabii. They repeat the message to him. Wanarudia tena. Do you know that your master is going today? Unajua kwamba bwana wako anaondolewa leo? Yes, I know. Akamwambia ndivyo najua. Shut up and mind your business. Nyamazeni na muniondokee. Elijah takes his mantle. Elia anachukua vazi lake. He strikes the waters. Anatumia kupiga maji. The waters give way. Maji yakagawanyika. They cross on dry ground on the other side of the bank. Wakapitia katika ardhi iliyo kavu. Now when they reach the other side, Wakati walifika upande ule mwingine wa Yordani, Elijah realizes that this one is not like the sons of the prophets. Elia anagundua kwamba Elisha si kama wana wa manabii. So he says, "Now that I'm about to go, Akamwambia sasa ninapokaribia kuondoka, what do you want? Tell me. What I can give you." unataka nini kutoka kwangu? Amen. Niambie nitakupa. Hallelujah. Hallelujah. And Elijah says, "The double portion of your spirit." Elisha akamwambia Elia kwamba mimi nataka maradufu ya upako wako. Just that and I'll leave you. Hiyo peke yake na sina mengine na wewe. Elijah says, "You have asked for a hard thing. Elia akamwambia Elisha kwamba umeuliza jambo gumu sana. But if you shall see me Lakini iwapo tu utaniona as I go, nikiondoka, then it shall be so to you. hivyo basi utaipata. But if you do not see me, Hivyo basi usiponiona it cannot work." hautaipata. You see the reason why Elijah is telling Elisha that he has asked for a hard thing. Unajua sababu ya kwamba
Elia alimuelezea Elisha kwamba ameuliza jambo gumu, is that Elijah was not an ordinary prophet, brethren. ya kwamba Elisha hakuwa nabii tu wa kawaida. Hallelujah. Hallelujah. And because he was not an ordinary prophet, Na kwa sababu hakuwa tu nabii wa kawaida, hallelujah, Hallelujah. he had an assignment that he was carrying in his heart. alikuwa na ile mwito ambaye alikuwa amebeba ndani ya moyo wake. He was establishing an order of the anointing, Ya kwamba alikuwa anatafuta msingi wa ule upako. a distinctive order of the anointing. Ya kwamba alikuwa anatafuta msingi wa kupata upako zaidi. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. And therefore he was doing what Elisha was asking, Ya kwamba kile ambacho Elisha aliulizia was that assignment that God had given to Elijah. ya kwamba ni ile misheni ambayo Mungu alikuwa amempa Elia. Elijah was not an ordinary prophet. Elia hakuwa nabii wa You kawaida. see, we have very many prophets in the Bible. Hivyo basi tuna manabii wengi sana katika We have Biblia. Jeremiah and Isaiah with voluminous books. Na tuko na Yeremia na Isaya ambao wameandika vitabu virefu sana. Hallelujah. Amen. And they had a message. They were prophets of God. Walikuwa na ujumbe, walikuwa manabii wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. But when it comes to Elijah and Elisha, Wakati tunapozungumzia juu ya Elia na Elisha, they are documented in the books of Kings. ya kwamba wameandikwa katika kitabu cha wafalme. Hallelujah. Hallelujah. I don't know if you are there. Sijui kama tuko pale. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. They are written in the books of Kings. Wameandikwa katika kitabu cha wafalme. What they carried was different. Kwa sababu kile ambacho walibeba ilikuwa tofauti. It was not just a message. Haikuwa tu ujumbe. If you get this at the end of this, Ukipata haya tutakapofikia mwisho, you cannot remain the same. hautabaki jinsi ulivyo. You cannot. Hauwezi baki jinsi ulivyo. You cannot in Jesus' name. Hauwezi kwa jina la Yesu. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. So in Hebrew, if you look at the Hebrew rendition, when Elijah tells Elisha that if you see me taken, Katika Kiebrania Elia anapomwambia Elisha ya kwamba unaponiona nikiondolewa, the Hebrew version says nini ya Kiebrania inasema that if you see what I'm seeing in the end of it all, ya kwamba ikiwa utayaona yale ambayo nayaona mwisho wake wote, that if you are in a position to stand where I am and see the things the way I'm seeing, ya kwamba kama una uwezo wa kusimama katika ile sehemu niliyo na kuyaona yale niyaonayo, only then will you be able to receive what I carry. hivyo basi peke yake ndio utaweza kupokea kile ambacho nakibeba. You see, if it was just being an ordinary prophet, it would have been easy. Elijah would have told Elisha, come and lay my hands, and then said, receive. Kama Elia angekuwa tu nabii wa kawaida, angemwambia Elisha, upako tu unataka kuja nikuwekea mkono na upokee. Because here we are told they were sons of prophets. Praise the Lord. Kwa sababu hapo tunaambia kwamba walikuwa wana wa manabii. Meaning that it was actually possible for somebody to train their own child to be a prophet after them. Ya kwamba iliwezekana ya kwamba mtu amtunze mwanawe pia awe nabii kama yeye. Now this one can only be understood by a little. Ya kwamba hii inaweza eleweka tu na wachache. You see, the gift of prophecy is very funny. Ya kwamba upako wa kiunabii ni wa ucheshi sana. And unless you understand it, you will not be able to function in that office the way it ought to be. Ya kwamba usipoufahamu vizuri, hivyo basi kama una mwito ule, hautafanya kazi And jinsi that's why if there is a gift of the Holy Spirit that has been abused, then it is that of prophecy. na kama kuna nini? Samahani. Kama Hallelujah. kuna zawadi ya Roho Mtakatifu ambayo watu wengi hutumia kwa ubaya, ni huu wa unabii. And then if you want to mention any false man of God today, he's calling himself. Na hivyo basi ukitaka kusikiza mtu yeyote yule ambaye mwabudu Mungu wa kweli, anajiita They nani? call himself what? Prophet. Hallelujah, nabii. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Because they don't carry that understanding in this ministry. Kwa sababu hawabebi uelewa ule katika huduma hii. Hallelujah. Hallelujah. They are like the sons of the prophets. Pia wao wako kama wana wa manabii. Hallelujah. Hallelujah. But Elijah is telling Elisha that if you are going to see these things the way I see them, Lakini Elia anamwambia Elisha kwamba kama utayaona mambo haya anavyoyaona, then only then will you be able to carry the double portion of my spirit. hivyo tu basi utaweza kupata maradufu ya yale nayoyabeba. Let's pause and look at the double portion. Wacha tusimamie pale na tuangalie maradufu. You see, you cannot understand this concept of the double portion here Hauwezi elewa kupata ufahamu wa mambo ya maradufu ya upako until you study the Hebrew law of inheritance.
kama haujasomea jinsi ambavyo urithishaji ulikuwa unafanya Kiebrania. The verse that best brings this understanding of the double portion Ya kwamba maandiko ambayo yanaleta vizuri sana maneno haya is Deuteronomy chapter 21 verse 15 to 19. ya kwamba ni Kumbukumbu la Torati 21 15 to 17. 21 15 to 17. 21:15 hadi 21. Now, because of time, we are not going to read that, but let me tell you what it says. Wacha niseme kwa sababu ya muda inayosema. The Bible says that if it happens that one man is polygamous, he has married two women. Ya kwamba ikifanyika kama mtu mmoja miongoni mwetu ameoa wanawake wawili. Praise the Lord. And he happens to love one and hate the other. Na ifanyike kwamba anampenda mmoja na anachukia mwingine. Like the example of Jacob, Leah and Rachel, it exemplifies this. Ya kwamba tukipeana mfano wa Yakobo, Lea na Raheli, it exemplifies this. Inaelezea haya. Now the Bible says that if a man marries two women, then he loves one and hates one. Na Biblia inasema kwamba iwapo mwanaume ataoa wanawake wawili na apenda mmoja achukie mwingine, then by good luck, because God favors the oppressed, kwa bahati ya kwamba Mungu huwa anapenda wale ambao wamevinywa. Hallelujah. The hated woman gives birth first. Ya kwamba yule ambaye anachukiwa anapata mwana wa kwanza. Just like Leah to Jacob. Hivyo basi kama Lea kwake Yakobo. Then later on the loved one also gives birth. Hivyo basi mwishowe pia yule anayependwa pia anapata mwana. The Hebrew law of inheritance stated that ya kwamba maandiko yale ya Kiebrania ya urithishaji yanasema this man could not reverse the order of the birth of children. Ya kwamba huyu mwanaume hana uwezo wa kugeuza katika kupata kule watoto just to favor the child of the wife he loved. Hivyo basi aweze tu kupendekeza ama kupendekeza mwana wa yule mwanamke aliyempenda. But in giving out the inheritance, lakini katika kupeana urithi, he had to recognize the son of the hated woman as the firstborn. Alikuwa na ulazima wa kutambua mwana wa yule aliyemchukia kama mwana wa kwanza. And this was not just any ordinary recognition. Na haikuwa tu kutambulisho ya kawaida. He was actually to give him a double portion of what he ought to receive. Ya kwamba ilikuwa ampatia maradufu ya yale ambayo alipaswa apokee. So that as everybody walks, they will see that this one is the one that has received the inheritance of the firstborn. Hivyo basi atakapokuwa akitembea kila mtu anaona kwamba huyu ndiye alipata urithi wa kuwa mwana wa kwanza. So it is that portion that was called the double portion. Hivyo basi urithi ule ndio ulikuwa unaitwa maradufu wa urithi. So when Elisha was asking for the double portion, this is what it meant. Hivyo basi Elisha alipokuwa anaulizia maradufu ya upako, ilikuwa inamaanisha Elisha comes into the life of Elijah when he is almost going. Ya kwamba Elisha alikuja katika maisha ya Elia kama Elia karibu anaondoka. So it means before Elisha there were other people that had served Elijah. Ya kwamba kabla ya Elisha kulikuwa na watu wengine ambao walikuwa wamemtumikia Elia. There were other servants of Elijah. There were other prophets that had walked with Elijah. Kwamba kulikuwa na manabii wengine ambao walikuwa wametembea pamoja na Elia. But because Elisha is now a latecomer, kwa sababu sasa Elia alikuwa mtu anayeondoka, for him to receive an inheritance from Elijah, ya kwamba ilikuwa apokee urithi kutoka kwa Elia, it only had to be the double portion, like the hated son of the son of the hated woman. Ilibidi tu iwe maradufu kama ya yule mwana wa mwanamke aliyechukiwa. Hallelujah. Hallelujah. Because he was not the first, there were others that had gone ahead of him. There were other firstborns of Elijah. Kwa sababu Elisha hapo wa kwanza, kulikuwa na wengine ambao walikuwa wamehudumu pamoja na Elia. Come on, clap for Jesus. Pigia Bwana makofi. Hallelujah. Amen. So he was taking this by force. Hivyo basi Elisha alikuwa anachukua hii kwa lazima. That yes, I know you are not I'm not your firstborn. Hivyo basi akamweleza kwamba nafahamu ya kwamba mimi si wa kwanza kuhudumu na wewe. But I'm demanding for the right of the firstborn. Lakini ninaitisha kile ule urithi wa mwana wa kwanza. Hallelujah. And that's when Elijah looks at Elisha. Na ndio maana Elia anamwangalia Elisha. And he stops giving excuses. Na anaacha kupeana lawama. And then he gives him a condition. Na anampatia sheria. That you have asked for a hand thing, but if you are going to see me taken, if you are going to see things the way I see, then it shall be so to you.
ya kwamba umeuliza jambo gumu, lakini kama utayaona mambo jinsi ninavyoyaona, hivyo basi utakapoondolewa utapokea. The other time I was telling you that there are graces, there are levels that you cannot get in a prayer mountain. Ya kwamba niliwaelezea kwamba kuna viwango ambavyo huwezi pata katika mlima wa maombezi. There are levels that you can only attain through impartation. Ya kwamba kuna viwango ambavyo unaweza pata kupitia tu huduma. And Impartation, ya kwamba kufanya kuadhiri kitu fulani ama watu fulani. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. what is impartation in Swahili? Ya kwamba kuwekewa mikono. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. You can only get by impartation. Ya kwamba kuna viwango tu unaweza fikia kwa kuwekewa mikono. And impartation does not just come from laying of hands. Na haikuji tu kupitia kuwekewa mikono. Hallelujah. Hallelujah. Impartation comes with working with somebody. Ya kwamba kufanya You work with somebody until they decide to bless you, to release what they carry to you. Unatembea na mtu haja anaamua kukubariki kulingana na jinsi ambavyo ameona jinsi unavyotumika. They release what they carry to you. Wanashika kile ambacho wanabeba kwako. Ask your neighbor, who is your spiritual father? Uliza jirani yako, baba wako wa kiroho ni nani? Ask them. Waulize. Ask them who fathered you. Uulize nani alikulea. Hallelujah. Amen. Because if you do not understand your lineage, kwa sababu kama hautaelewa kizazi chako, this cannot make meaning again to you. Haya pia hayatafanya umuhimu katika maisha yako. Because the God we serve is a generational God. Kwa sababu Mungu tunayemtumikia ni Mungu wa vizazi. He blesses generations. Ya kwamba anabariki vizazi. Hallelujah. Hallelujah. The blessing is passed down from a father to the son. Ya kwamba urithi ule unapitishwa kutoka kwa baba hadi kwa mwana. You see, there are people that feel they are specially anointed. Ya kwamba kuna watu ambao wanahisi ya kwamba wako na upako wa kispecially, that they don't need to serve anybody, they'll just be there. Ya kwamba hawahitaji kuhudumia mtu yeyote, inapaswa wakuwe pale. And these are the ones that will jump into the pulpit. Na hawa ni wale ambao wataruka katika madhabahu, and then they get back limping. Alafu wanarudi kama wanatambaa. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. They get back kama wanachuchumaa because they skipped the process. Wanarudi kama wanatambaa kwa sababu kuna hatua fulani hawakupitia. And such kind don't go far. Na watu wa aina hiyo huwa waendi mbali sana. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. And that's why if you want God to use you, na ndio maana kama unataka Bwana kutumia, have somebody you honor in your life. Kuwa na mtu ambaye unamheshimu katika maisha yako. Have a father. Kuwa na baba. I'm not talking about mentors, instructors, teachers, disciples. Siongei juu ya watu ambao wanakupatia mawaidha ama ni walimu wako ama ni wale wanakufanyia praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. I'm talking about fathers, pastors, people that you lay your life to them, you entrust them to nurture you. Ninaongelea juu ya watumishi wa Mungu ambao unawekeza maisha yako kwao ili kwamba uweze kukuza. People that can correct you and you break down. Wale watu ambao wanaweza kukurekebisha na ukubali. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Amen. And that's what you find many preachers in Kenya and all over the world by they lack this. Na ndio maana unapata wahubiri wengi sana hapa Kenya, hata katika ulimwengu mzima wanakosa baba wa kiroho. No wonder we have the issues we have in the body of Christ International. Na ndio maana tuna changamoto ambazo tunazo katika kumtukuza Bwana. That's why I was telling you the other day that when there are problems in a country, I cannot blame the politicians, I blame the clergy. Na ndio maana nilisema kwamba wakati kuna changamoto nyingi sana katika nchi, hatulaumu viongozi wa kisiasa, tunalaumu uongozi wa kanisa. Because when this cycle is broken, kwa sababu wakati hatua fulani haijafuatiliwa, that anointing goes like that. Hiyo upako inaenda hivyo tu. It goes. Inaenda kabisa. Hallelujah. Hallelujah. Later on you will see what I'm talking about. Mwishowe utakuja kuyaona yale ninayozungumzia. There is someone I respect, although he had some issues, but I believe God had put something in him. Na kwamba kuna mtu mmoja ambaye yeye anamheshimu, ingawa alikuwa na vizuizi ama shida fulani, lakini yeye ana imani kwamba Mungu alimuita. Hallelujah. Hallelujah. Alf Lukao had issues in South Africa the other day. Kwamba Alf Lukao alikuwa na shida pale Afrika Kusini. And I believe we all read him in the news. Na natumai wote tuliona katika habari, because they say he had faked a miracle. Kwa sababu watu wanasema kwamba alifanya muujiza, aliigiza muujiza. Aliamsha mtu mwenye hapo amekufa.
kwamba aliamsha mtu ambaye hapo amefariki. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. But one thing I know about Al-Furqan, Lakini kitu kimoja yeye ambayo anafahamu kuhusu Al-Furqan, Al-Furqan understands the call of God in his life. ya kwamba anaelewa mwito wa Bwana katika maisha yake, He understands his lineage. na anaelewa kizazi chake. One day I was listening to him and was telling his congregation about his lineage, something that many preachers don't do. Wakati mmoja alikuwa na hudumu kwa hadhira fulani, na alikuwa anawaelezea juu ya kizazi chake kile pale ambapo yeye ametoka, jambo ambalo wahubiri wengi sana hawafanyi. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. He was telling us that his grandfather, Alikuwa anaeleza watu ya kwamba babu yake, great grandfather in the faith, ya kwamba babu yake katika imani was an Indian alikuwa Muhindi, called Sandhu Suba, something of the sort. ya kwamba alikuwa anaitwa hivyo, And this guy said he could walk in raw anointing. He did raw miracles, ya kwamba huyu mtu alitembea sana akifanya miujiza. where he picks a cripple and they just start walking. Hivyo basi alipoguza tu yule ambaye amelemazwa, alikuwa anaamka na anatembea. Then God called him to the United Kingdom, where he met a person called Gaston Vanut. Hivyo basi Mungu akamwita kule ughaibuni alipokutana na mtu mmoja anaitwa Vanut. So that Vanut now had another son, Vanut Jr. Hivyo basi huyu Vanut pia alikuwa na mwanawe mdogo, alikuwa anaitwa Vanut mdogo ama junior, who was his biological son and spiritual son as well. ambaye alikuwa mwanawake wa kiroho na pia babake kama mzazi. Then this Vanut got a call to come to Africa. Hivyo basi huyo Vanut akapata mwito wa kuja hapa Afrika. Then he went to South Africa and his ministry did not work. Akaenda kule Afrika Kusini na huduma yake haikufaulu. He went to DRC, Akaenda pale DRC, and that's where Al-Furqan met him. na hapo sasa ndio Al-Furqan alikutana na yeye. If you look at any man of God that makes an impact in this world, Ukiona mtumishi yote wa Mungu, yeyote wa Mungu anayefanya utofauti katika dunia hii, there are two things involved. kuna vitu viwili vimehusika. Number one, he got the revelation that I'm going to share with you. Ya kwanza alipata ufunuo ambayo ninaenda kuzungumza na wewe, Or number two, they served somebody that had the revelation. ama pili alihudumu pamoja na mtu aliyekuwa na ufunuo. Now, where it happens that you got the revelation and served somebody that had the revelation, Inawezekana kwamba ulipata ufunuo ama ulitumikia mtu ambaye alikuwa na ufunuo. where it happens so, Ya kwamba ikifanyika hivyo, I tell you the byproducts are dynamites. ya kwamba wale ambao wataendelezwa katika ule huduma watainuliwa sana. Hallelujah. The world cannot contain them. Ya kwamba dunia haiwezi waistahimili. They do exploits. Ya kwamba wanafanya miujiza. In Kenya, if you look at karaoke of deliverance, Hapa Kenya tukiangalia karaoke yule wa Bishop Karaoke of Deliverance, the presiding bishop of Deliverance Ministries, and then you look at Wilfred Lai, praise the Lord. Pia tumwangalie Wilfred Lai. They all served Gitonga diligently. Ya kwamba watu walikuwa watumishi wa Gitonga. And when Gitonga released them, they have gone and done better than Gitonga himself. Na wakati ambapo Gitonga aliwaruhusu waende, wamefanya mengi kushinda Gitonga mwenyewe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Because they got this understanding. Kwa sababu walipata kuelewa haya. Hallelujah. Hallelujah. Who is your spiritual father? Je, jiulize baba wako wa kiroho ni nani? Hallelujah. So that you do not break the cycle in your life. Hivyo basi usiweze kuruka hatua yote katika maisha Or yako. let me rephrase the question. Whom do you honor in your life? Ama wacha nibadilishe swali. Je, unamheshimu nani katika Do maisha you yako? have a man of God that you honor in your life? Yes. Je, una mtumishi wa Mungu ambaye unamheshimu katika maisha yako? The one when you have issues you share with him. Yule ambaye kama uko na changamoto unashiriki na yeye. Hallelujah. Hallelujah. The one you tell of your weaknesses and he hears and he prays for you and you feel God doing something. Yule ambaye unamuelezea matatizo yako na anakuombea na unahisi Mungu amefanya jambo. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Or you just attend a church and be like that. Ama wewe unakuja kanisani tu na uko tu vile. Praise the Lord. Amen. Because it's only your true spiritual father Kwa sababu ni baba yako wa kiroho wa kweli that can impact you. ambaye anaweza fanya kukugeuza. Or else you rob this blessing like Elisha. Ama la sivyo pia utaitisha kwa nguvu kama Let me Elisha. tell you something. Wacha nikwambie jambo. I've been brought up in this church. Kwa kwamba yeye amelelewa katika kanisa hili. I used to do Sunday school under 3 there. Ya kwamba yeye alihudhuria Sunday school pale chini ya mti wa mwembe. At that time, Pamela Knight was our Sunday school teacher. I still remember. Ya kwamba dada kwa jina Pamela Knight alikuwa mwalimu wao wa ibada ya watoto. So I've grown up in this church.
Hivyo basi amekuwa katika kanisa hili. When I went to KU Wakati alienda pale chuoni Kenyatta in 2011, mwaka wa 2011, I didn't join the CU directly. hakuenda kuhudumu pamoja na muungano wa Kristo. I went to some church Alienda katika kanisa moja which I was instructed by my brother Edwin. ambaye alielekezwa na ndugu yake Edwin, Jesus Manifestations Church in Durai. ambayo inaitwa ya kwamba Jesus Manifestation Church pale Kidurai. Praise the Lord. Bwana Yesu And asifiwe. in 2011, 2012, 2013, Kuanzia mwaka wa 2011 hadi 13 I served under Apostle William Mwangangi, Githurai 5. alikuwa kihudumu chini ya mtumishi Apostle Mwangangi. Praise the Lord. Githurai 5. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Because one thing that made my heart to stick there Kitu kimoja ambacho kilishawishi moyo wake kubaki pale, is that when I went there, I had an issue with allergies. wakati alienda pale alikuwa na shida ya kutokula chakula I zingine. was allergic to all animal proteins. Alikuwa shiriki I was allergic to chakula all, vingine, and I was a total vegetarian, so to say. ya kwamba yeye alikuwa anatumia tu mboga za matawi. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. But when I went there, the Lord healed me of that issue. Wakati alifika pale Mungu alimponya. Hallelujah. Haleluya. Through his servant that was ministering in that altar. Kupitia mtumishi wake ambaye alikuwa na hudumu pale. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. There was a group of people that we were there that we faithfully served in that altar. Ya kwamba kulikuwa na kikundi kingine cha watu ambao walihudumu pamoja naye katika madhabahu yale. But we were newcomers. Lakini watu walikuwa wageni pale. There were sons there. Kulikuwa na wana pale. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. There were sons there. Ya kwamba kulikuwa na wana pale. But for us we served. Lakini wao walitumikia. There were even his biological children. Hata yule mtumishi alikuwa na wana wake ambao ni baba yao In the same church. katika lile kanisa. That one day, Lakini siku I moja don't know what happened. hajui kilichofanyika. He just picked me in the congregation. Alimsimamisha tu katika hadhira He yake, told me to come forward. akamwambia asongee mbele, And he said in the name of Jesus, na akasema kwa jina la Yesu, I don't know where you come from. I don't know your tribe. sijui ulikotoka, sijui kabila yako, But the Lord has led me to do this. lakini Bwana ameniongoza nifanye haya. In the name of Jesus, Kwa jina la Yesu I speak ninatangaza that the grace that is operating in me ya kwamba ile neema ambayo inafanya kazi ndani yangu, be transferred and manifest in you in double portion. ya kwamba itumike ndani yako maradufu. That's the first when I really experienced being slain by the Holy Spirit. Ya kwamba ile ndiyo alishuhudia mara ya kwanza kwa kupokea sana kwa uzito nguvu za Roho And I Mtakatifu. went down like some 1 hour. Na akakuwa chini kwa muda karibu Sio lisali kila moja. mtu mwenye anaangukanga na kuanga na mapepo. Sometimes tunapanga na mzito. Hallelujah. Hallelujah. Mzito huwezi endelea kusimama. Hallelujah. Kwa sababu kuna operation inafaa ifanywe ndani. From that day my life changed. My spiritual life changed completely. Ya kwamba kuanzia siku ile maisha yake ya kiroho yalibadilika kabisa. Amen. Before that I used to have a girlfriend. Kabla ya hayo alikuwa na penzi. Praise the Lord. Anaweza kusifiwa. So when that happened, Wakati hayo yalifanyika, the next day I went to college and met her. alienda pale chuoni wakakutana. I told her, Akamwambia I've seen God. kwamba amemwona Mungu. Praise the Lord. Anaweza kusifiwa. And I asked her, do you see God as well? Na akamuuliza, je, pia wewe unamuona Mungu? Told me, what do you mean? See, we see God. Akamwambia, wewe unamaanisha nini? Si wote tunaona Mungu. Praise the Lord. Anaweza kusifiwa. But I got the understanding Lakini akapata kuelewa that she was not the one because she did not carry that revelation. kwa sababu hakuwa yule ambaye alikuwa ameteuliwa kuwe wake, kwa sababu hakuwa na ule ufunuo. So I had to let go. Hivyo basi akamwacha aende zake. Praise the Lord. Anaweza kusifiwa. Because there are some things when God does into your life, some people just fall off. Ya kwamba kuna mambo mengine Mungu anapofanya maishani mwako, watu wengine wanawaachilia waende. Some things you'll not be told to stop. Ya kwamba vitu vingine hautaambiwa wacha. There are some things nobody told me to stop. Ya kwamba kuna vitu vingine hakuna mtu alimweleza aache. And the power of the anointing in me could not allow me to continue doing them. Ya kwamba nguvu ya upako ndani yake haikumruhusu kuendelea kufanya. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. When we reached 4th year, Wakati nilipofika mwaka wa 4, every other person was relating. ya kwamba kila mtu alikuwa katika mahusiano. Because we had been told you go to university, you get a degree and you also look for a wife. Ya kwamba walikuwa wameelezwa ya kwamba chuoni hatuwezi
kutafuta shahada tu, pia unatafuta mwanamke. And in fact, I remember the last words my father told me before I boarded the vehicle to go to Nairobi. Na nakumbuka maneno ambayo baba yake mzazi alimwambia wakati alikuwa anaabiri gari kuelekea Nairobi. Is that when you go there, don't just look for the degree, but also look for somebody. Ya kwamba unapoenda pale chuoni usiende kutafuta shahada tu, tafuta pia mtu. Because it is in order that if you have a degree, also marry somebody with a degree. Ya kwamba itakuwa vyema sana kama kwamba wakati pia wewe una shahada, pia wewe tafuta mtu ambaye ako na shahada. I saw like my time in KU is coming to an end. I have not got anybody. Hivyo basi akaona muda wake pale chuo kikuu cha Kenyatta umeenda sana na hajapata mtu. So we went for the last mission in KU. Hivyo basi wakaenda misheni ya mwisho ya kiinjili pale chuo kikuu cha Kenyatta. And then everybody else was relating. So in the evening, free time, people pair up. You know how youths behave. Ya kwamba walipoenda pale watu wengi sana walikuwa katika mahusiano. Hivyo basi wakiwa pale majioni, kila watu wanakuwa wawili. So there are only two of us that were not relating. Ya kwamba kulikuwa tuna wawili wao ambao wako katika mahusiano. So out of pressure we saw now that it was the purpose of God to make us meet them. Ya kwamba kulingana na ile hali ya kimazingira au wakaona pia pengine ni kwa nguvu za Mungu ndio ziliwawezesha kukutana pale. Hallelujah. Hallelujah. So I was with some sister called Pauline Mothi Mdoka. By the way, I'm talking to you about my life. Personally, there is nothing I hide about me. Hivyo basi nawaelezea kuhusu maisha yangu. Hakuna kitu ambacho naweza kuwaficha kuhusu maisha yangu. Hallelujah. Hallelujah. So we got convinced that God wanted us to be a thing. Ya kwamba pia wote wakashawishika ya kwamba Mungu aliwataka pia wawe pamoja. And we were doing very well, by the way. Na mambo yalikuwa niwe I kabisa. even went to their home. Hata yeye alienda kwa kina Pauline Because we were serious, it was not a joke. kwa sababu walikuwa climax. I went to preach in their church and the pastor really blessed me saying, this is the right guy for you. Hivyo basi alienda katika kanisa kina yule dada kuhubiri. Mchungaji pale akamwambia yule dada huyu ndiye anapaswa kuwa wapi. Who will not want to be a mother-in-law to somebody like me? Anasema ya kwamba nani hataki kuwa mama mkwe kwa mtu kama yeye. In his right senses. Katika tu kufahamu kwake vizuri. Hallelujah. Hallelujah. Amen. It's just by the way. Ya kwamba hiyo ni tulivyo tu. But there's a point I'm driving home. Lakini kuna jambo hapa ninataka tufahamu. So now, when 2016 came, Haya kwamba mwaka 2016 ulipofika, some of you understand here what happened to me in 2016. Wengi wenu mnafahamu hapa yale yaliyotokea mwaka I went to 2016. look for a job in Gilgil. Alienda kutafuta kazi pale And I got one, I rent a house. akapata kazi pale I paid rent. akatafuta nyumba I akalipa bought kodi, things to stay in that house. akanunua vitu vya kuanzia maisha I pale. already signed a contract in Gilgil Day Secondary School. Ya kwamba alikuwa ameajiriwa tayari pale Gilgil. But that night I didn't sleep in that house. Lakini usiku ule hakulala katika nyumba ile. Hallelujah. Hallelujah. He came and told me, not here, my son, not here. Ya kwamba kuna kitu ilimshukia ikamwambia I kwamba said he came, not kuna kitu. ya kwamba Mungu alimshukia akamwambia ya kwamba si hapa. Hallelujah. Hallelujah. Let's clap for my interpret. So I left Gilgil town at 11 p.m. at night because I couldn't sleep. He told me, now go. Ya kwamba alitoka kule Gilgil saa 5 ya usiku. So I left. By good luck, there was a vehicle. You see, when God sends you, He provides. There was a vehicle I found in the state. I was going to Nakuru. I paid the fare, got to Nakuru. I went to the East Coast State, asked if there's a vehicle. They told me there's one coming in Nairobi, but they are not sure if there's anybody alighting at Nakuru. So I have to wait until 1 p.m. 1 a.m. now, they confirm so that they get a vehicle. Hivyo basi akapata gari akaabiri akafika Nakuru. Na pale Nakuru akaambiwa kwamba saizi gari ambayo itakuja hatuna uhakika kama nafasi itapatikana, lakini kufikia saa 7 ya usiku tutakuwa tumekuhakikishia. So at 1 a.m. they confirmed the space and I was like, glory to God. Hivyo basi ilipofika saa 7 ya usiku akaambiwa kwamba kuna nafasi, yeye akamshukuru Mungu. I boarded that vehicle and at 7 I was in Malaba. Akaabiri gari ile, hivyo basi kufikia saa 1 asubuhi alikuwa Malaba. I've left home the other day. I've told people goodbye. I called them in the evening telling them I've got a house, I've settled. In the morning when they open houses they see me. Kwamba alikuwa
watu nyumbani akamwambia kwamba nimefika, nimepata nyumba, na ifikapo tena asubuhi wanafungua milango wananiona. Praise the Lord. There's Some things people cannot understand. It's only you. ya kwamba mambo mengine sio lazima kila mtu afahamu. Hallelujah. Hallelujah. But to confirm the word of the Lord had told me that He will provide for me where I was going. Hivyo basi akamwambia kwamba Bwana alikuwa amemhakikishia kwamba atamsaidia sana kule anakoenda. So before I could even get into the house at home, Ya kwamba kabla hata ingie katika nyumba pale nyumbani, the principal of St. Paul Samkura called me and told me, come, there is a job for you, we have a house set for you, everything, just start teaching. na mwalimu mkuu wa shule upili ya wavulana Mkura akampigia simu akamwambia njoo, tuko na nyumba, tuko na kila kitu tutakupea. You see, before that, Kabla ya hayo, Bishop had talked with me here with some elders and they had told me that there was need for me to be here. askofu alikuwa ameongea pamoja na yeye hapa akamwambia kwamba pana haja sana yeye kuwa mahali hapa. But I told them, no. Lakini akamwambia hapana, I need to go and look for a job. akamwambia nataka niende nitafute ajira. And He brought me back. Lakini Mungu alimrejesha. And here I am. Na hapa alipo. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Now when I told Pauline that the Lord has sent me back here, Wakati alieleza yule dada ya kwamba Mungu amemtuma kumrudisha hapa nyumbani, she said it's okay. akamwambia ni sawa, We can't debate with God. kwamba hatuwezi fanya majadiliano sana So na she really Mungu. wished to know this place. Akatamani sana kujua huku. So we organized and she came. Basi wakapanga na akakuja. Those who were here saw her. Wale ambao walikuwa hapa walimuona. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. But you see, after leaving here, she told me, Lakini unajua baada ya kuondoka hapa alimueleza. I don't think if it's God that has called you. Akamwambia kwamba hafikiri kama ni Mungu ndiye amemuita. You are leaving the opportunities in Nairobi and elsewhere. Unaacha nafasi ambayo unapata Nairobi na vingineko To go to that classroom you are calling a church. na kuenda katika kile kinyumba inakaa darasa unaita Those are kabisa. the words she used. Haya ndio maneno alitumia. I asked God, which way God? She told me, if I'm really serious about marrying her, I need to relocate to Nairobi. Hivyo basi akamwambia kwamba ndugu huyu akiwa sana na ujasiri wa kumuoa, hivyo basi abadilishe nafasi ya kuishi aende kule Nairobi. I asked God and God told me, she is not the one. She is not the one. Akauliza Mungu akamwambia sio huyo. And I was back to square zero. Tena kwa zero. Praise the Lord. Anaitwa zero. You see, they had not gotten the revelation I was carrying. So it was difficult for us to be one. Ya kwamba hawapo wamepata ufunuo ambao alikuwa ameubeba. Hivyo basi ilikuwa vigumu hao kupatana. However bitter it was, I had to let go. Because it was the will of God. Japokuwa ilikuwa uchungu, lakini ilibidi waachilie waende kwa sababu ilikuwa nia ya Mungu. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. If you get this, Ya kwamba ukiyapata haya. hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Clap for Jesus. So where was I before it was there? I was saying it is only your spiritual father that can impart you. Nilisema ya kwamba baba yako wa kiroho pekee ndiye ana uwezo wa kufanya utofauti. Because when he imparts you, you carry that vision, you carry the anointing, you carry the grace, you carry the level. Ya kwamba wakati ambapo anafanya utofauti maishani mwako, pia utaubeba ule neema, ile kiwango ambacho anatembelea. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. And then God begins to use you the way he wants. Hivyo basi Bwana anaanza kukutumia jinsi apendayo. This is the reason why many churches are falling. Let me explain this. Hii ndio sababu makanisa mengi sana yamefeli. We have Pentecostal churches, Tuna makanisa ya Kipentekosti. God lifts somebody, Mungu anainua mtu, but when it reaches the time for them to expire, lakini wakati unapowafikia wao kutoka ofisini, because of nobody that has grasped this revelation, ni kwa sababu hakuna mtu mwingine ambaye huenda amepata huu ufunuo. they are forced. I don't know if it's by design or willingly. Sijui kama wanalazimika ama ni mapenzi ya Mungu. They pick their own sons now, biologicals, to pick up the work from them. Wanachagua wana wao sasa ambao ni watoto wao kuendeleza ile huduma. Hallelujah. Hallelujah. But now the sons in many cases will increase in growth. Lakini kwa mazoea kwamba wana hao ambao wanateuliwa wataongezeka sana katika kukua, But there is no increase in grace, anointing, level, revelation. lakini hakuna kuongezeka katika neema, upako na hiyo mambo yote. Praise the Lord. Bwana Yesu That's asifiwe. why many churches have become Christian enterprises. Na ndio maana makanisa mengi yamekuwa biashara tu. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Some big examples. Look at Andrew Muiru, Andrew Young Muiru and Pius Muiru.
he has had pity. And if you look at the son, he is empty. Na tunaangalia mtumishi wa Mungu Pius Muiru alichagua mwana wake, mtoto wake. Na tukimwangalia jinsi anavyofanya kazi, hakuna ubako pale. He's empty. He's doing sarcasm. By the go to Maximum Miracle, you'll find him. Hallelujah. I'm sorry to say that so, but I just feel like mentioning names. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Look at Eliud Wabhana there, Archbishop of Felicique. Praise the Lord. Amen. What has become of his son? Praise the Lord. He's a convict, an armed robber. Praise the Lord. A Kwamba mwana wake ni mwizi mkubwa, son of an archbishop. mtoto wa askofu mkubwa sana. This one is not even worth mentioning in a microphone. Praise the Lord. Hallelujah. But because now the son did not get the revelation that the father was carrying, Lakini kwa sababu mwana hakupata yale ambayo baba alikuwa anabeba, he cannot continue the good work. hawezi endeleza kazi nzuri. And that's why many ministers don't understand this. Na ndio maana wahubiri wengi sana That hawaelewi haya. vindication in the matters of God, ya kwamba thibitisho katika mambo ya Mungu is not by increase in numbers, sio kuongezeka katika idadi, but it is in the revelation, the power of God that follows the revelation. lakini ni katika nguvu za Mungu ambazo zinafuata ufunuo. That's why I was telling you the other day about wisdom. Wisdom is justified by her children. Na ndio maana niliongelea juu ya hekima na nikasema kwamba hekima inathibitishwa kupitia wanawake wote. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. So true vindication is the power that follows the message. Ya kwamba kupitia uthibitisho ya kwamba ni nguvu ambayo inafuata neno. Praise the Lord. Bwana Yesu And asifiwe. that's why you'll find somebody that was not in the order. When the cycle has broken, somebody that was not in the order is picked and forced to fit into the order. Praise the Lord. Ndio basi unapata mtu ambaye hakuwa anafuata sana mambo analazimika kuja kukaa katika hiyo sehemu. The resultant factor is that now they will be trying to fake it. Hallelujah. Ya kwamba matokeo ya kwamba sasa watakuwa wanajaribu kuiga. There's a saying that says fake it until you make it. Ya kwamba kuna msemo ambao unasema kwamba iga hadi utakapopata. Praise the Lord. Wanaweza They try to fake it but it doesn't work. Wanajaribu kuiga lakini haifanyi kazi Because the order has been broken. ni kwa sababu mpangilio umevunjwa. Paul says in 1 Corinthians chapter 2 verse 4 to 5. Paulo anasema katika Wakorintho wa pili That we did not bring you a message by mere yearnings, mere explorations of words, mere talking. ya kwamba hatuleti tu neno la Mungu kwa kupitia maongezi tu ya kawaida, True power. lakini kupitia nguvu. It was the power that gave people conviction. Ya kwamba ni nguvu ambayo ilipatia watu. It was the anointing that could follow the one that brought conviction. Ya kwamba ni upako ambao ulifuata neno. Because people could look at it and see this is different. It's not the ordinary we are used to see. Kwa sababu watu wangeangalia na wasema kwamba hii si ya kawaida ambayo tumezoea. Hallelujah. Hallelujah. The revelation comes on you and then it blows off your mind and it changes everything without even somebody laying hands on you. Ya kwamba nguvu zinaposhuka juu yako inafungua fikra yako, inakupatia ufunuo, hata sio lazima mtu akuwekee mikono. That's why I want to submit you today that it is witchcraft. Na ndio maana nataka nikuambie leo ya kwamba ni uchawi. For you to be born again and be powerless. Wewe kuwa umeokoka na hauna nguvu. Hiyo volume iko sawa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Because every Christian ought to be powerful enough to make an impact. Ya kwamba kila Mkristo anapaswa kuwa na nguvu zaidi ili afanye. Whether in the business world, you ought to make an impact there. Iwe katika ulimwengu wa So that people know of your God. ya kwamba watu wapate kujua Mungu wako. If you are in school, you make an impact. Ya kwamba ukiwa shuleni unafanya utofauti. People will know that you serve a God in heaven. Amen. Watu wajue kwamba unamtumikia Mungu. Hallelujah. Amen. When God has called you into the corporate world, you make an impact. Wakati Mungu amekuita tu katika dunia unafanya utofauti. Hallelujah. Wanaweza kufikia. You teach students and people look like you are different. Unafunza wanafunzi na watu wanaona huyu mwalimu ni tofauti. Hallelujah. Wanaweza kufikia. When the school mean school is at D+, you are doing a mean of B+, and people are looking at you, what is wrong with you? Wakati wengine wanafanya mix kwa ya D+ Daudi msalabani, wewe unafanya ile ya Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. But you tell them I'm not like you, I'm different. unaambia watu mimi si kama hivi. I'm carrying a package of excellence. Ya kwamba Everything I do must excel. Because the Lord is in me and His anointing makes me to excel. Amen. Hallelujah. Amen. I cannot be different, I cannot be powerful. Amen. I cannot be average. Hallelujah. Amen. I'm speaking to somebody. Yes. Lift up your hand, says, I cannot be average. I must make an impact. I
world. In Jesus' name. Hallelujah. Amen. Even if you are a worshiper, you ought to be different. When you hold a microphone, everybody knows things are not going to be the same again. Ya kwamba hata ukuwe mwenye unaongoza ibada, ya kwamba unaposhika kipaza sauti, watu wanajua kwamba mambo si ya kawaida tu. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Even if it's preaching, we read from the same Bible, but when you hold the mic, it's different. Because we are not the same. Amen. Kwa sababu hata kama wewe ni mhubiri, unaposhika kipaza sauti, Biblia ni moja, lakini utafanya utofauti. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Because there is a power of God in you that is making that to happen. Kwa sababu kuna nguvu ya Mungu juu yako ambayo inafanya hayo yatendeke. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of God. Jina la Bwana libarikiwe. Yeah, I read the Bible. The Bible is talking that when Moses went to God to receive the 10 commandments, Ya kwamba Biblia inasema kwamba jinsi Musa alivyoenda kwa Mungu kupokea amri 10. he was so much into the presence of God Alikuwa sana amedumu kabisa katika uwepo wa Mungu. that when he came back, people could not look at him. Moses, a human being. Ya kwamba wakati alipotoka pale watu hawakuwa wanamwangalia usoni. He was so full of the anointing until he had to veil himself for him to interact with people. Ya kwamba alikuwa amejazwa sana na upako hadi ilibidi ajifunike kidogo ndiposa aweze kuwasiliana na watu. How can we walk in the presence of God every day? Je, tutawezaje kutembea katika uwepo wa Mungu? And you sit in the same meeting with witches and they are comfortable. Na tunakaa kwa mikutano na wachawi na wako tu sawa. Hallelujah. Where did the testimonies go? Je, ushuhuda zilienda wapi? Of people born again, people that backslided, went to Mugangas and Mugangas read that you are not, I cannot attend to you. Ya kwamba mtu ambaye alirudi nyuma kiimani akaenda kwa mganga, lakini mganga anamwambia wewe hapana. Backslid, but the power is still able to make an impact. The mganga cannot withhold. Ya kwamba mtu ambaye amerejea nyuma kidogo kiimani, lakini ana nguvu ambayo mganga hawezi stahimili. Hallelujah. Bwana Yesu And yet I walk in the church and then I walk out powerless. No, far be it from me. Ya kwamba unawezaje sasa tembea kanisani na ukue hauna nguvu? Ambia na your neighbor. Ambia jirani yako hapana. Hallelujah. Tell them we must make an impact. Mwambie lazima tufanye tofauti Because we have the anointing. kwa sababu tuna upako. Hallelujah. Hallelujah. That's why I was telling you there are many prophets in Israel. Jeremiah, Eliah, Obadiah, Hosea, Nahum, name them. Ya kwamba kulikuwa na manabii wengi sana pale Israeli. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. It was easy for them to inherit what they carried because it was just a message without an impact. Praise the Lord. Amen. Jeremiah stands, preaches in the temple sermon powerfully, but after preaching, people want to stone him. Hallelujah. Amen. That is not we carry. Elijah could preach, and when people come condemning him, says, "If I be a man of God, let fire come from heaven and consume you with your army of 50." And the Bible says, immediately fire comes from heaven and consume you with the army of 50. This is the work God has called us to do. Amen. Praise the Lord. Amen. This is the impact that we need to make felt in this generation. Mambo inafaa tufanye tofauti katika kizazi hiki. Amen. To restore the order, we must arise to our place. Ya kwamba kurejesha wa mpangilio lazima tuinuke kama Wakristo. Now let me finish the order. Wacha tumalizie mpangilio. I was saying Elijah came to establish a distinctive order in the anointing. Ya kwamba Elia alikuja kusimamisha msingi ambao hautatikizika katika upako. So it was only Elisha that got the understanding of that order. Hivyo basi ni Elisha tu alipata ufahamu wa mpangilio huu. So when he was asking for a double portion, he was asking for the same responsibility, the same vision, the same understanding, and the same power to accomplish it. Hivyo basi alipokuwa anaulizia upako maradufu, alikuwa anaulizia pia kiwango kile cha Elia ili basi aweze kufanya utofauti. Praise the Lord. So Elisha continues the order that Elijah had established. Hivyo basi Elisha anaendeleza ule mpangilio ambao Elisha aliwekeza. And that's why you see when Elijah is lifted, Hivyo basi ndio maana unaona wakati Elia ananyuliwa, the revelation now slaps Elisha. hivyo basi ufunuo sasa unamshukia Elisha. And how does he cry? Na analia vipi? Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Look at your Bible. How does he cry? Angalia Biblia yeye alisema nini? Hallelujah. Amen. Verse 12. Did he say, my master, you have left me. How will I remain? No. In verse 12, the Bible says, and Elisha saw it, and he cried out, my father, the chariot of Israel and his horsemen. So he saw him no more. Praise the Lord. Amen. When Elisha sees Elijah being lifted, God now puts into Elisha to be able to see things the way Elijah was seeing. Wakati Elia ananyuliwa kwa upepo wa kisulisuli, Mungu anamweka Elisha katika hali ya kuona yale ambayo Elia alikuwa anaona. Hallelujah. Amen. And God now opens the eyes of
Elijah, Na Mungu sasa anafungua macho ya Elijah was taken in heaven by a whirlwind. Hallelujah. ya kwamba Elia alipelekwa mbinguni kwa upepo wa kisulisuli. Everybody knew this. Even the sons of the prophets knew this. Hata wale manabii walijua haya. But during the time of separation, Lakini wakati wa the kumtenga, Bible says Elisha now saw an army, a chariot of fire, and horsemen of fire. Praise the Lord. lakini maandiko yanasema kwamba wakati walikuwa wanatenganishwa, Elisha sasa aliona Kidigari ya moto. Praise the Lord. Kidigari ya moto na wapanda farasi wa moto. Praise the Lord. And that's why he cries out, my father. He no longer says master. He says, my father, the chariot and the horsemen of Israel. Hallelujah. This was a revelation that Elijah was not an average prophet. Hallelujah. I don't know if you are picking with me where we are now. Hallelujah. Elisha now gave that this was not an ordinary prophet. He did not just carry a message, but he was the defense of Israel. He was the army of Israel. As long as Elijah was in Israel, Israel could not be attacked by any enemy. No enemy could have an impact. But by the word of Elijah, Israel will be saved. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. As long as Elijah was in Israel, Israel was never conquered by any nation. He was not a prophet in Israel, but he was a prophet to Israel. Hallelujah. You can be a prophet in a nation, but they are prophets to the nation. You can be a pastor in an area, but they are pastors in areas because of the anointing. Hallelujah. Amen. So when this revelation jumps on Elisha, he opens his eyes and he says, no, this is not just a prophet, it's not just a message. He is the chariot and the horseman. When we see chariots and horsemen, it is army that comes in our minds. It is defense that comes in our minds. It means that as long as Elijah was in Israel, there was no way Israel could be attacked. And by the way, if you read it, at no place was Israel attacked during the time of Elijah. Amen. Praise the Lord. Amen. The only challenge that Elijah had was Baalism. kwamba changamoto tu ambayo Elia alikuwa nayo ni ule uabudu wa Baali. Hallelujah. Amen. The Philistines, the Assyrians, all those enemies during the time of Elijah, not even one could dare. Ya kwamba maadui wote wa Israeli wakati wa Elia hakuna yeyote alijaribu kuwavamia. Praise the Lord. Amen. Because he was the chariot and the horseman of Israel. Kwa sababu alikuwa mwenye moto na wana wa farasi. He was the army of Israel. Ya kwamba alikuwa jeshi la The Israeli. army of the Lord in Israel. Ya kwamba jeshi la Mungu. By his word, Israel could be preserved. Kwa neno lake Israeli lingewekwa. Hallelujah. Amen. And that's why he was telling Elisha that if you will see me being taken, then you will understand these things. You will understand what I was doing in this nation. Hallelujah. And that's why Elisha follows him, and as he sees him being lifted, he now sees that this was not just a master. This was not just a person. He was not just my father. He was the army of Israel. He was the defense of Israel. He was the prosperity of Israel. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. And when Elijah is lifted, guess what? Who takes that? Elisha. Praise the Lord. Amen. Elisha now becomes the army and the horseman of Israel. And that's why the sons of prophets that were seeing Elijah and Elisha telling him, your master is being taken. When they see now Elijah coming from Jordan, Elijah takes the mantle of Elisha, puts it on water and says, where is the God of ages? Hallelujah. After impartation, God follows you. Praise the Lord. Amen. You don't not make prayers that change your voice. Hallelujah. I don't know if somebody is flowing with me. Yeah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. You speak things and it is effective. The other time I was talking about the presence of God. I was saying there is amount of presence that follows to effect everything that God speaks to you. Ya kwamba kuna kiwango cha nguvu ya Mungu ambayo inafuata kila neno ambayo Mungu ananena juu yako. How can you be powerless? Je, utakuwaje huna nguvu? Hallelujah. How can you be powerless? Utafanyaje bila nguvu? Praise the Lord. Amen. So now when Elijah calls the God of Elijah, the waters part. Hallelujah. Amen. He crosses on dry ground. Now when the sons of the prophets see this, Wakati wana wa manabii wanaona haya, praise the Lord. Yeah. Yesu asifiwe. The Bible says what here? They come and they bow down before Elijah. Praise the Lord. Amen. They say, behold, the spirit of Elijah is in Elisha. They bow down and worship him. Yes.
ya kwamba walianguka kifudifudi mbele ya Elisha na wakamwambia kwamba roho aliye ndani ya Elia ako juu ya Elisha. Praise the Lord. Bwana Yesu The other asifiwe. time they were mocking him that his master is being taken. Wakati ule walikuwa wanamkashifu ya kwamba mkuu wake alikuwa That anaondolewa. after he gets this revelation, he is being worshipped. Lakini baada ya kupata ufunuo huu anaabudiwa sasa. Hallelujah. Hallelujah. Verse number 15. And when the sons of the prophets who were at Jericho saw him, and they said, the spirit of Elijah rests on Elisha, and they came to meet him and bowed to the ground before him. Na hao wana wa manabii waliokuwa Yeriko wakamkabili walipomwona, wakasema, roho ya Elia inakaa juu ya Elisha. Now verse 16 makes me laugh. Mstari wa 16 Hallelujah. Then they say to him, look now, there are here 50 strong men with your servants. Please let them go and search for your master, lest perhaps the spirit of the Lord has taken him to and cast him upon some mountain or into some valley. And he said, you shall not send them. Wakamwambia, angalia, wako hapa pamoja nasi watumishi wako watu 50 walio hodari. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So these people realize how important Elijah is now because of what they see in Elisha. Hao watu sasa wakakuja kupata ufahamu wa umuhimu wa Elia kwa sababu ya yale waliyoona kupitia Elisha. They want to send people to go looking for him because they feel now they must also get a portion. Kwa sasa wanataka watume watu waende watafute Elia kwa sababu wanaishi kwamba kuna watu wengine pia inafaa wapate sehemu. Tell your neighbor, don't be too late. Ambia jirani yako When it mchelewe is sana. gone, it is gone. Wakati inaenda imeenda. Hallelujah. Amen. Elisha tells them you cannot, but elsewhere the Bible says they continued pestering him until he told them, send them to go. Because they knew. Waliendelea kumshawishi hadi akawaambia waachilieni waende. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Now, this is what happens. Sasa haya ndio yaliyotukia. So Elijah establishes the order. Ya kwamba Elia aliusimamisha mpangilio. There is a character called Gehazi. Ya kwamba kuna mtu mmoja anaitwa Gehazi. One day I was preaching here about Gehazi. Siku moja alihubiri hapa kuhusu Gehazi. And I was speaking about how we can miss out on what God wants to do in our lives because of sin. Na nikasema kwamba jinsi ambavyo tunaweza kupoteza yale ambayo Mungu anataka kufanya maisha yetu kwa sababu ya dhambi. Gehazi was the son of Elisha. Ya kwamba Gehazi alikuwa mwana wa mtumishi wa Elisha. So it means now that by design, Inamaanisha kwamba kupitia tu hali ya praise the Lord, it was mandatory that it was Gehazi who was going to inherit Elisha. ya kwamba ilikuwa kwamba Gehazi ndio angemrithi Elisha. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Now imagine Gehazi Hivyo basi fikiria Gehazi carrying what Elijah had kubeba kile ambacho Elia alikuwa nayo and the revelation Elisha had. na ufunuo ambao Elisha alikuwa nayo. You combine two dynamites and you put them in one vessel. Hivyo basi unaweka vitu ambavyo ni vya nguvu sana kuwekeza katika chombo moja. Praise the Lord. Bwana Yesu The asifiwe. history of Israel could have been different. Historia ya Israeli ingekuwa tofauti. Hallelujah. Hallelujah. The history of Israel could have been different. Historia ya Israeli ingekuwa We could not tofauti. have heard about Israel being taken to exile. Hatungesikia juu ya Israeli kupelekwa utumwani. But do you know what happened? Je, unajua kilichotokea? Gehazi, poor Gehazi. Maskini Gehazi. Gehazi, who bewitched you? Je, nani alimroga Gehazi? Hallelujah. Gehazi, one day Naaman the Syrian comes to Elisha. Gehazi siku moja One day Naaman the Syrian comes to Elisha to be healed of leprosy. Naamani aliyekuwa na ugonjwa wa kupoozwa alikuja kwa Elisha ili aponywe Ukoma. ukoma. Praise the Lord. So Naaman had heard about a prophet that heals in Israel. So he goes first to the king and tells him that I hear you heal people. I've come, you heal me. The king rents his clothes and says, abomination. How can I heal? It's only God that does that. But the Lord had already revealed to Elisha. So he tells Elisha to send a servant to Naaman, to the king, telling him, send Naaman to me. When Naaman comes to Elisha, Elisha tells Naaman, go wash yourself 7 times in the Jordan. Praise the Lord. Tell the neighbor, Jordan. We later come to the significance of the Jordan. He tells them, go and wash yourself 7 times in the Jordan, then you will be clean. Naaman refuses, but his servants pressure him and he accepts. When Naaman discovers that his skin has become restored, it is just like that of a young baby, he comes back to appreciate Elisha. He brings gold, silver, and changes of clothing. Praise the Lord. Amen.
But there is a spirit called the Assyrian spirit. I'll talk about it some time back, sometimes later. Hallelujah. Naaman, the spirit of the Lord had revealed to Elisha not to take anything from Elijah. Ya kwamba roho Bwana Not to take anything from Naaman. ya kwamba roho Bwana alikuwa amemnenea Elisha asichukue chochote kutoka kwa Naamani. So he tells him, you go with your changes. These things we do them for free. Akamwambia haya mambo tunayafanya bure. Wewe nenda tu na vitu vyako. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Gehazi looked at the gold, the silver, and the changes of clothing. Lakini Gehazi akaangalia dhahabu, nguo na vitu vya thamani. And then he followed Naaman and told him, Akafuata Naamani akamwambia my master has changed his mind. ya kwamba mkubwa wangu amebadilisha fikra He zake. has said, give me. Amenituma nipatie. And then he comes back with it. Na anarudi naye. Elisha asks him, where are you from? Elisha akamuuliza umetoka wapi He Gehazi? says, I have not gone anywhere, I have just been here. Akamwambia sijaenda popote, nimekuwa tu hapa. Elisha tells him, stupid, don't you know that my spirit went with you when you are following that Syrian? Akamwambia je, unajua ya kwamba roho wangu alienenda pamoja nawe ulipokuwa ukifuata Naamani? And because of what you did, Na kwa sababu ya yale umeyafanya, the leprosy in Naaman's family shall never depart from your family and inheritance. ya kwamba ukoma aliyokuwa nayo Naamani hautawahi toweka katika kizazi chake. Elisha was burning in anger. Ya kwamba Elisha alikuwa anachomeka sana kwa hasira. This is the next great thing in Israel. Ya kwamba huyu ndio nabii mkubwa sana And Israeli. he's selling his birthright because of changes of clothing, silver, gold. Lakini anapoteza yale kwa sababu ya dhahabu na mavazi. And that's where many men of God have lost it. Na ndio maana hapo sasa ndio watumishi wengi wa Mungu wamepoteza alama. They focus on money, Wanaangalia sana pesa, not the one who gives the money. sio yule ambaye anapeana pesa. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. When you focus on the product, the gift, Pale ambapo utaangazia sana zawadi, he leaves you. roho Mungu anaondoka kwako. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. But if you focus on him, he gives you everything. Lakini unapomtumania Mungu anakupatia kila kitu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana Yesu Is asifiwe. somebody catching up with me? Yes, kuna mtu ako pamoja na mimi. Hallelujah. Amen. So Gehazi destroys the order. He breaks the order. Hivyo basi Gehazi anaharibu ule tena He breaks mpangilio. the order of inheritance. This distinctive anointing that was in Elijah, then Elisha was to be transferred to Gehazi. Hivyo basi Gehazi anaharibu ule mpangilio wa upako ambao ulitoka kwa Elia ukafikia Elisha. Hivyo basi ilikuwa uende kwa Gehazi. Praise the Lord. Bwana Yesu He asifiwe. makes them empty. Hivyo basi anabaki pale mtupu. Later on, we are told the role Gehazi took. Baadaye tunaambiwa majukumu ambayo Gehazi alifanya. He was a storyteller in the palace. The king could call him and tell him, tell us the great things your master Elisha did. Hivyo basi alikuwa anaitwa tu kama mtu wa kusimulia hadithi katika kasri. Mfalme alikuwa anamuita na anamwambia tuhadithie yale makuu ambayo mkubwa wako alifanya. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Another person that was supposed to continue this work but lost it Mtu mwingine ambaye angeendeleza kazi hii lakini alipoteza. is the king of Israel at that time was called Joash. Mfalme wa Israeli wakati ule alikuwa anaitwa Joash. Turn with me to the book of 2 Kings chapter 13 verse 14 to 19. Wafalme wa pili 13. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. I want us to talk about the Assyrian spirit here. 13, chapter 13, verse 14 to 19. Just read it Swahili. Elisha had become sick with the illness of which he would die. And Joash, the king of Israel, came down to him and wept over his face and said, Basi Elisha, Praise the Lord. What does Joash say? basi Do we have Elisha, Bibles? Praise the Lord. Just hold on. Do we have Bibles? Yes. What does Joash say? Hallelujah. Tuko pale. Yes. Inasema ni Kiswahili inasema ni? Soma the last part of that verse. basi Elisha alikuwa The last part of chapter 14, verse 14. Baba yangu, gari la Israeli na wapanda farasi wake. Praise the Lord. My father, the chariot and horseman of Israel. So when Joash the king comes to Elisha is now in sick in bed, ready to die. God has already revealed to him that this disease is going to kill him.
Praise the Lord. Kama Mungu alikuwa amepatia ufunuo Elisha kwamba ugonjwa ule ulikuwa unaenda kumuua. Praise the Lord. Now God sends to him Joash. Joash, when he sees Elijah, immediately he gets the revelation. Na kwamba Joashi anapotumwa kwa Elisha, anapomuona tu anapata ufunuo. Praise the Lord. And he cries like Elisha when he saw Elijah leaving. He also says, my father, the chariot of Israel and his horsemen. Praise the Lord. Hivyo basi pia kalia kama Elisha alivyolia akiondolewa Elia. Akasema baba yangu. So Joash, now after Gehazi had failed, Joash was to be the third to continue the order. Baada ya Gehazi kufeli, hivyo basi Joashi aliteuliwa awe anaendeleza ile. Praise the Lord. But before Joash, we are told that Elisha had a servant. Hallelujah. Lakini kabla ya Joashi tunaambiwa kwamba Elisha alikuwa pia tena na mhudumu. Again, the scriptures are so unkind not even to mention his name. Pia hapa pia waandishi wa Biblia walikosa. We are just told the servant of Elisha. No name. Tunaambiwa tu mtumishi wa Elisha. Hallelujah. There is an instance in which Israel was being attacked, and this servant tells him, my master, we are being attacked. At that time, Elisha is an old man, his eyes are not seen. But God, he prays to this servant. We are not given a name. That the Lord opened his hand, his eyes, so that he can see the army of the Lord. The servant of Elisha. No name. Kwamba tuambiwi jina. Praise the Lord. Meaning that he was also not qualified to continue the order. He had failed just like Gehazi. Kumaanisha pia yeye hakuwa amepata ule kuendeleza ile huduma kwa sababu pia alikuwa amefeli kama Gehazi. So God now picks the king, Joash, to continue the order. Hivyo basi Mungu anamteua Joashi mfalme aendeleze ule mpangilio. When Joash comes, immediately he sees Elisha. He picks the vision. Joashi anapompikia tu Elisha anapata ufunuo. And he cries, my father, the chariot and horseman of Israel. Na analia baba yangu. Meaning that when Elijah had left, Elisha became the army of Israel. Kumaanisha kwamba Elia alipotoweka, Elisha alikuwa jeshi la Israeli. Hallelujah. Hallelujah. Israel was not attacked during the time of Elisha. Praise the Lord. Ya kwamba Israeli haikuvamiwa. They did go to exile during the time of Elisha. Hawakuenda utumwani wakati wa Elisha. Praise the Lord. So Elisha did not just take the anointing from Elijah. Hallelujah. Ya kwamba Elisha hakuchukua tu upako kutoka kwa Elia. Because he took the anointing, that's why he did more miracles than Elijah. Praise the Lord. Kwa sababu alichukua upako na maana alifanya miujiza mingi kuliko Elia. But he also took the responsibility of being the army of Israel. He was the chariot and the horseman of Israel. Hivyo pia basi alichukua jukumu la kuwa jeshi la Israeli. Now Joash is to continue this order. Hivyo basi Joashi ilimpasa aendeleze mpangilio huu. He gets the revelation. Akapata ufunuo. And that's why action is very important. I want you to get me here. Nataka unipate hapa. Hallelujah. Action is very important. Ya kwamba matendo ni ya muhimu sana. Joash has the revelation. Ya kwamba Joashi amepata ufunuo. Immediately Elisha sees Joash calling him my father, the chariot of Israel and his horsemen. Pindi tu Elisha anapomuona Joashi akimuita baba yangu. The sickly prophets tells Joash, quick, take your bow and arrows. Hivyo basi watu wanamwambia Joashi kwamba chukua mishale yako. Praise the Lord. And the one who was sick now wakes up. The Bible says he held Joash like this and he told him, put your hand now on the bow and open the east window and shoot. Praise the Lord. Hivyo basi akamwambia Joashi kwamba fungua dirisha na utupe mshale. Because he sees that this guy now has the revelation. Kwa sababu anaona sasa huyu ndiye ana nini maono. And he shoots. Na akatupa. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. And when he shoots, what does Elisha say? Oh my God, scripture is so sweet. Praise the Lord. Amen. What does Elisha say when he shoots? Hallelujah. Verse 18, then he said, take the arrow. So he took them and he said to the king of Israel, strike the ground. So he struck 3 times and stopped. Before that, verse 17. And he said, open the east window. And he opened it. Then Elisha said, shoot. And he shot. And he said, the arrow of the Lord's deliverance and the arrow of deliverance from Syria. You must strike the Syrians at Aphek until they cease. Praise the Lord. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So Elisha is now transferring the responsibility to Joash. Hivyo basi Elisha alikuwa anapeana lile jukumu lake kwa Joashi. That Joash now would be the chariot and the horseman of Israel, the army of Israel. Kwamba Joashi sasa angekuwa jeshi la Israeli. Praise the Lord. Amen. And then when he sees that he has gotten it, he tells him now, put more arrows in your bow. Hivyo basi anapodhibitisha kwamba ameupata, anamwambia sasa wekeza mishale nyingi katika
and he says, strike the ground. Anamwambia sasa ichape ardhi. But Joash, oh Joash, hallelujah. Joash strikes the ground only 3 times. Joashi akapiga ardhi mara 3 peke yake. And the man of God is angered again. He burns with anger because this one has also lost it. Na mtumishi wa Mungu Elisha tena anawaka katika hasira kwa sababu pia Joashi alikuwa amepoteza haraka. Why did you strike 3 times? You will only defeat the Assyrians for 3 years. After that they will prevail against you. Akamwambia basi jinsi ambavyo umefanya hivyo mara 3 utawashinda wana wa Assyria mara 3 tu na watawashinda tena. Although it's not recorded, but I'm meant to imagine Joash asked Elisha, how was I to know? Unajaribu kufikiria si Joashi angeuliza Elisha yafaa nifanye vipi? Praise the Lord. I was telling you that when this anointing comes, some things you will not be told. Hallelujah. Kwamba wakati ufunuo huu unakuja mambo mengine hautaambiwa. The Spirit will make you to understand all things. Roho utakufanya uelewe yote haya. Hallelujah. Amen. You will know what to do automatically. By design, you will be quickened to understand. Ya kwamba utafahamu vizuri yale ambayo unapaswa kufanya. Hallelujah. Hallelujah. So Joash 3 times tells him, only 3 years after that they will prevail against you. Akamwambia baada ya miaka 3 wana wa Syria watainuka kinyume And chetu. surely they did. Praise the Lord. Na hivyo waliinuka na wakafanya hivyo. Hallelujah. Amen. So Joash also fails the order. Hivyo pia Joashi akaangusha ule mpangilio. Now that's where the spirit of the Assyrian comes. The spirit of the Assyrian is the spirit of pride. Ile roho ya Assyria ni ile roho ya majivuno. The spirit of Assyria is a pride that comes with some certain level of success. Ya kwamba ile roho ni majivuno ambayo huwa inakuja na kiwango fulani cha kufanikiwa. So that when you see after you've reached here, you feel like I'm comfortable now. Na wakati ambapo unakuwa umefika katika kile kiwango unaona sasa niko sawa hapo. When you do some miracles as a man of God, you feel like I've reached. Na wakati unafanya miujiza kama mtumishi wa Mungu unaona kwamba umefika. When your congregation rises to some number, you feel like I'm there. Wakati idadi ya hadhira yako inaongezeka unaona sasa umefika pale. And you start walking in town, who is like me in this town? Na unaanza kutembea pale mjini na unaambia watu nani hapa tena kama mimi. The best way we can understand this spirit is in 2 Kings. Tuende katika Wafalme wa pili. Not 2 Kings, but 1 Samuel. First of all, we know, by the way, you don't need even to refer to that. That's a common one. We know the story of David and Bathsheba, isn't it? The Bible says before David fell into the sin with Bathsheba, the Bible records, it was the time when kings went to war. But David remained and stayed in his house. And as he was sitting in the house, he looked out and saw who? Bathsheba. Praise the Lord. And what made David to remain? Immediately before that, he was from conquering the Assyrians. The Assyrians were the threat at that particular time. So when David conquered the Assyrians, he felt like, I have finished war. I can now send Joab, my commander, to go fight. I cannot go fighting. Yet other kings were going to war. So this success had made him fulfilled. Ya kwamba kufanikiwa kule ulimfanya kwamba ametoshelezwa. Praise the Lord. Anaweza sifiwe. And when he remains back, wakati anabaki nyuma anajikuta katika dhambi. he's fallen with Bathsheba. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko pamoja. So Joash now gets the vision, he's supposed to continue it, but he cannot. Alipata ufunuo ya kwamba anapaswa kuendelezwa lakini alishindwa. To overcome the spirit of Assyria, you need humility. Ya kwamba ili uweze kuepukana na hii roho ya Syria inafaa uwe na You see, uvumilivu. there are some levels of anointing when you get to, you just humble yourself. You will even reach a place, you will not tell people if you are a man of God, or even if you can cast out demons. Praise the Lord. You just sit and relax. Unaketi tu na unatulia. Praise the Lord. Amen. And there are some people when they see a demon, they jump. Say, toka shetani. Praise the Lord. Shetani kamuuliza wewe ni nani? Praise the Lord. There are some levels, humility, they just teach you humility. It comes naturally. Ya kwamba unafikia viwango fulani vya upako ama neema unafanya unakuwa mvumilivu sana. Mnyenyekevu. Praise the Lord. Amen. That even if you are the principality of that area, you do some things that are so pretty and people wonder what's wrong with you. Hallelujah. But some people you'll find, hallelujah, in the same level, but already they have bodyguards, they have a PA, they have a secretary. You cannot access them. Even their own congregation. Praise the Lord. Yes. They make announcement in church, you cannot just come to my place anyhow.
can God operate in such a person? Ya kwamba wanafanya matangazo kanisani ya kwamba huwezi fika kwangu tu kwenye umetaka. I saw a famous Christian leader in Kenya. In fact, it was the wife who announced in church, "Thou shalt not come to my house uninvited." Servant of God. Ya kwamba mtumishi wa Mungu alitangaza kanisani akasema kwamba hauwezi kuja kwa nyumba yako kama hujaalikwa. Hallelujah. I'm concluding. Tunamalizia. So far what I've said, in Hapo summary, nimesema in summary, kwa muhtasari is that God has deposited something unique in the life of everyone. ya kwamba Mungu amewekeza kitu tofauti sana katika maisha ya kila mmoja, And it is the anointing of the Lord that will make that thing manifest. na ni upako wa Mungu tu utafanya hiyo kitu idhihirishwe. And this anointing is not limited on the pulpit. Na huu upako ya kwamba haudhihiriki tu hapa katika madhabahu, But it applies to everyone, everywhere. God blesses you. lakini inadhihirika popote pale Mungu atakuelekeza. The Bible says in Jeremiah chapter 1 verse 5 that before I formed you in your mother's womb, I already ordained you. Ya kwamba Biblia inasema katika Yeremia mlango wa kwanza kwamba Mungu anasema kabla akuumbe katika tumbo ya mama yako alikuwa amekuteua. So God has a reason for each one, regardless of how you were born, where you were born. That is stories for men. Ya kwamba haijalishi pale ambapo umezaliwa, Mungu ana nia na wewe. And if it's God's plan that you prosper, regardless of what men say, you will prosper. Ya kwamba kama Mungu alikuwa amepangia ufanikiwe, haijalishi watu watasema nini, bado utafanikiwa. If you go even to the hardest of the places, Hata ukienda pale ambapo kuna changamoto chungu nzima, praise the Lord, you haleluya, will still prosper. bado utafanikiwa. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Let me pick the example of Ndanyanga here. Acha nitumie mfano wa ndugu Nyanga. Praise the Lord. We all know him. Wote tunamjua. Hallelujah. Hallelujah. Am I speaking to somebody? But when he came to Sibachai, what was Sibachai? Was it a big town? Hallelujah. But has he succeeded or not? Yeye amefanikiwa mapana. Because he had God well when he was coming to Sibachai. Praise the Lord. Sababu alikuwa amemjua Mungu vizuri He kabla. had the Lord well when he was coming. So he knew what he was coming to do. Hivyo basi alijua kile ambacho alikuja kufanya. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. That's why I was saying all you need is this. When the Lord speaks clearly to your life, do not wait for somebody to lay hands on you. Ya kwamba wakati Mungu anazungumza katika maisha yako, usingoje mtu akuwekee mikono. Even if it's healing, when God reveals to you that it is healed, start walking healed. Ya kwamba wakati Mungu anakupatia ufunuo kwamba umeponywa, anza kutembea kama mtu ameponywa. So Elisha inherits a responsibility from Elisha. Hivyo basi Elisha anapokezwa majukumu kutoka kwa Elia, But now the order is broken in Gehazi and Joash. lakini sasa wanaoharibu mpangilio ni Gehazi na Joashi. But a prophet arises in Israel. Lakini nabii anainuka tena Israeli. His name is Malachi. Anaitwa Malachi. Have you ever read the book of Malachi apart from Malachi 3? I know we all read Malachi 3. Praise the Lord. Amen. Have you ever read the book of Malachi? Yes, nimesoma kitabu cha Malachi. Greet your neighbor, tell him there is a prophet in the Bible called Malachi. Mwambie kuna nabii. Make sure you have shaken somebody. Hakikisha kwamba umetingiza mtu. There is a prophet called Malachi. Kwamba kuna nabii anaitwa Malachi comes and starts preaching in Israel. ya kwamba Malaki anakuja na anaanza kuhubiri Israeli. And he says in the end time, Na anasema katika mwisho wa mambo, Elijah must come. Elia atakuja. What is he coming to do? Atakuja kufanya nini? He is coming to restore the order. Atakuja tena kusimamisha mpangilio. What order is he coming to restore? Je, ni mpangilio upi anakuja kurejesha? The one that was broken at Jordan. Ni ule uliovunjwa kule Yordani. Hallelujah. Hallelujah. And after Malachi we get the New Testament. Baada ya Malaki tunapata agano jipya. Hallelujah. Amen. Hallelujah. After Malachi we get the New Testament. Baada ya Malaki tunapata agano jipya. Turn with me to Matthew chapter 17. I'm finishing 11 to 12. I'm finishing. In fact, I've finished. Praise the Lord. This is just to help you understand if you have not already understood. I know there are some people that already got me a long time ago. Praise the Lord. Amen. But that you may understand, let's finish it. Matthew 17, 11 to 12. If you have found it in Swahili, just read it slowly. Anybody there? Matthew 17, 11 to 12. Naye akajibu akamwambia, kweli Elia yuaja kwanza, Mhm. naye atatengeneza yote. Mhm. Ila nawaambia Mhm. ya kwamba Elia amekwisha kuja, Mhm.
wasimtambue, lakini wakamtenda yote waliyotaka. 13. Vivyo hivyo mwana wa Adamu naye yuenda kuteswa kwao. 13. Ndipo wale wanafunzi walipofahamu ya kuwa amesema nao habari za Yohana Mbatizaji. Hallelujah. Did somebody get something? Hallelujah. Mtu amepata kitu. The order is destroyed in Jordan. Ya kwamba mpangilio uliharibiwa Yordani. God sends a prophet to tell people that the order will be restored to in Jordan. Ya kwamba Mungu anamtuma nabii kuambia watu kwamba mpangilio utarejeshwa And to make people understand it, he says Elijah must come. Na kufanya watu waelewe, anawaambia kwamba Elia lazima atakuja. It was not the real Elisha coming back. Haikuwa ule Elia mwenyewe arudi. It was the spirit of the Elijah. Ilikuwa roho tu ya Elia. And the power in Elijah. Na nguvu iliyokuwa and the understanding that Elijah carried. Na kuelewa kule ambao Elia alikuwa nayo. It was the one to come for things to remain in order. Ndio ilipaswa ije ndio vitu ifanywe tena kurejeshwa. So that when the Messiah comes, ndipo sasa wakati ya Masia anakuja. Hallelujah. Hallelujah. Let's finish this on your feet. Acha tumalizie haya kama umesimama. Hallelujah. Hallelujah. So that when the Messiah comes, ndipo sasa wakati Masia anakuja. when he says it is finished, Wakati anasema yamekwisha. Hallelujah. I don't know if you are getting this. Sijui kama unapata haya. So Malachi comes. Malaki anakuja. He preaches about John. Anahubiri kuhusu Yohana. I don't know why people are getting out. This is more important than what we are Watu saying. wanaondoka, haya ni ya muhimu kushinda yale tumesema. John the Baptist comes Yohana Mbatizaji anakuja in the spirit and power of Elijah. katika roho na nguvu za Elia. He goes to the Jordan Anaenda Yordani and he begins to preach a baptism of repentance for the forgiveness of sins. na anaanza kuhubiri juu ya kukombolewa na kusamehewa dhambi. People asked John, Watu wakamuuliza Yohana, are you the one? wewe ndio yule ambaye He tuliambiwa? tells me no. Akawaambia hapana, I am not the one. mimi siye yule. But one is coming after me who is so mighty. Lakini yule ambaye anakuja nyuma yangu ni mkuu zaidi. I cannot even untie the straps of his sandals. Hata siwezi vua shampali zake. Hallelujah. Yesu asifiwe. In the Jordan. Katika Yordani. Hallelujah. Hallelujah. So John comes to establish, to restore what was broken in the Jordan. And he has to do it where? In the Jordan. Hivyo basi Yohana alikuja kurejesha kile ambacho ilivunjwa pale Yordani. And that's why I was telling you that when this cycle is broken, it goes like that. Ndio maana nilikuwa nawaambia kwamba wakati mpangilio huu unavunjwa unaenda hivyo tu. You know what? Unajua nini? Elisha went with the anointing to the grave. Elisha alienda na upako katika If kaburi. you continue reading 2 Kings 13, we are told that when some people had gone to bury Elisha and they saw a band of Assyrians, they had already started pursuing Joash. Hallelujah. And when they saw the band of Assyrians approaching, they dropped the dead man in the tomb of Elijah and Elisha. And as soon as the dead man hit the bones of Elisha, he got up. Amen. Resurrected. Dead bones. Amen. Because the anointing went with him in the grave. Kwa sababu upako uliendana pamoja naye katika kaburi. Praise the Lord. But now Elijah comes to restore back the order in the Jordan. Lakini sasa Elisha anakuja tena, Elia anakuja kurejesha ule mpangilio. So that you understand what I'm talking about. Ndipo sasa tuweze kuelewa yale ambayo tunazungumza. This Elijah that comes is so anointed Ya kwamba huyu sasa Elia ambaye anakuja amepakwa sana mafuta. that he baptizes who? Ya kwamba akabatiza naye. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. That even the Christ, the Son of God, had to go to Elijah for him to be released to his ministry. Ya kwamba hata Yesu Kristo mwana wa Mungu alienda kwa yule Elisha aliyetumwa. Praise the Lord. Ili aweze And kuanzisha that's why huduma. when he talks of John the Baptist, he says, of those born of women, Wakati anazungumza juu ya Yohana Mbatizaji, of those born of women, akasema wale ambao wamezaliwa na there wanawake. is none that is greater than John the Baptist. Akasema kuna yote mkuu kushinda Yohana. Hallelujah. Praise the Lord. Because John the Baptist was not an ordinary prophet. Kwa sababu Yohana Mbatizaji hakuwa nabii wa He came to effect now the order that had been broken in the Jordan. alikuja kuendeleza ule mpangilio uliokuwa. Hallelujah. And that's why when the Christ comes, he has to go where? To the Jordan to be baptized by John. Ndio maana Kristo anapokuja ni lazimu aende Yordani abatizwe na Yohana. Hallelujah. Hallelujah. And immediately gets there. Mark
exchange between John and Jesus. Wakati anapobatizwa kuna kuwa na kubadilishana jukumu kati ya Yohana. John asked Jesus, why are you baptizing me? Yesu akauliza, mbona wewe unanibatiza? You see, in actual essence, it would have been in order if Jesus came first and then baptized John. Unajua ingekuwa ya kawaida kwamba Yesu angetangulia, yeye angebatiza Yohana. But Jesus could not come until the order had been set straight. Lakini Yesu Kristo hangekuja iwapo mpangilio haungekuwa umerejeshwa. Hallelujah. So after John comes and restores the order at the Jordan, baada ya Yohana kuja kurejesha mpangilio Yordani, the Messiah is now ripe for manifestation. hivyo basi Masia akafanya kudhihirishwa. Praise the Lord. And in verse 4 in the book of Matthew chapter 4 verse 1, he says, out of the Jordan he went to the wilderness. Kwa maandiko anasema katika Mathayo 4:1 kwamba alipotoka Yordani akaenda jangwani. Before the Jordan there is something that happened. Lakini kabla ya Yordani kuna jambo ambalo lilitendeka. When John immerses Jesus in water, wakati Yohana anamuingiza the Bible says the heavens were opened. Biblia inasema kwamba mbingu zilifunguliwa. And what did the Father say? Na je, Baba akasema nini? The Father again. Praise the Lord. The Father again. This time around, it's not the Son addressing the Father, but it is the Father addressing the Son. Wakati huu tena sio mwana anazungumza pamoja na Baba, lakini ni Baba anazungumza sana. Praise the Lord. Authoritatively he says, this is my Son with whom I'm well pleased. Kwa mamlaka anasema kwamba huyu ni mwana wangu ambaye nimependezwa na yeye. That's why I was telling you, impartation is only to sons in the kingdom. Na kwamba nilisema kwamba kufanya utofauti ni ya wana tu katika ufalme. Hallelujah. When God calls Jesus son publicly, wakati Mungu anamuita Yesu mwana, Jesus that was hid for 30 years. Yesu ambaye alikuwa amefichwa kwa miaka 30. 30 years. Miaka 30. Hid. Amefichwa. No impact. Hakuna utofauti alikuwa amefanya. After the acknowledgement of the revelation. Baada ya kutambuliwa kwa ufunuo. In 3 years. Kwa miaka 3. He established the leading religion in the whole world. Akasimamisha dini ambayo inaongoza dunia. No other man has ever had a following than the Christ. Ni mtu gani mwingine sana amekuwa na wafuasi wengi kuliko Kristo? Praise the Lord. Because of the order that was restored. Kwa sababu ya mpangilio ambao ulirejeshwa. My son in whom I'm well pleased. Mwana wangu ambaye nimependezwa sana na yeye. Hallelujah. And that's why I was telling you, wisdom is testified by her children. Ndio maana nilisema kwamba hekima anadhibitisha kupitia. Because this revelation is not up to everybody to understand. Kwa sababu ufunuo usio kila mtu kuelewa. But for those who get it, ni kwa sababu ya wale ambao wanaupata. Hallelujah. They will do exploits. Watafanya miujiza. History books will be written and rewritten. Vitabu vya hadithi zitaandikwa na zitaandikwa. Lift up your hands and feel the power of God here. Ndio mikono yako inahisi. History books will be written and rewritten. Kwamba vitabu vya historia vitaandikwa na tena bado zitaandikwa. That there was a man in Simbachai. Ya kwamba kulikuwa na mtu Simbachai. Hallelujah, hallelujah, my God. My God, my God. Hallelujah. Power of the Holy Ghost. Hallelujah. Not you follow your word. You follow your word to effect it. And I know it is not in vain that you release this revelation. And in the name of Jesus, I pray, oh God, that unto every person that you purpose this day, that they get an understanding of what you want them to do in their lives. That now in your own way and in your own power, you descend mightily upon them. And I speak a release of the Holy Spirit upon your life. The anointing of the Holy Spirit is upon you to effect you to do what God wants you to do. Yes. Not yet. Not yet. Not yet. Hallelujah. It's reminding me there's something. There's something. There's something. Praise the Lord. Hallelujah. In the Jordan, in the Jordan, in the Jordan, in the powerful light. Hallelujah. So now we are told Sasa tunaambiwa and Jesus moves out of the Jordan. kwamba Yesu anaondoka kutoka Yordani. So anointed Kwamba amepakwa sana mafuta in the wilderness. kwenda jangwani. That thing, the wilderness. Hilo kitu jangwa. Hallelujah.
Now, the wilderness experience is very important to those that get this revelation. Ya kwamba mapito yale ya jangwani ni ya muhimu sana kwa wale wanakuta ufunuo. Because 3 things happen in the wilderness. Ya kwamba kuna vitu tatu vilifanyika jangwani. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Number 1, you are tested. Jambo la kwanza unajaribiwa. Jesus was tested. Yesu alijaribiwa. You are tested. Unajaribiwa. You are tried. Ya kwamba unajaribiwa. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. You are tested. Unajaribiwa. Number 2, Ya pili, God kills your flesh. ya kwamba Mungu anaua mwili He wako. kills your flesh. Ya kwamba anakuua katika mwili. There is no way you can carry this revelation and you become susceptible to sin. Ya kwamba hakuna venye unaweza beba ufunuo huu na wewe unaangukia tu katika dhambi. And that's why I was telling you, when you get these some things, nobody will tell you to leave them. You will just leave them. Na ndio maana nilisema kwamba unapopata ufunuo huu kuna mambo mengine watu hawatakwambia uache, utayaacha tu. You will just leave them. You will just leave them. Utayaacha tu Because of the conviction that comes with the anointing. kwa sababu ya ule wa udhibitisho ambao unakuja na mpako. Number 3, another thing that happens. Tatu, jambo ambalo linafanyika jangwani When the Lord teaches you, ni kwamba Mungu anakufundisha. and He begins to speak to you clearly. Hivyo basi sasa anaanza kuzungumza na wewe. You get to understand what God wants you to do. Unaanza kufahamu yale ambayo Mungu anataka ufanye. Hallelujah. And when you are released from the wilderness, Wakati unaachiliwa kutoka jangwani, the world, not silver child, the world will hear of you. dunia nzima Hallelujah. The world will hear of you. Hallelujah. And I was telling you, it's not too late. There was a guy that got anointed at 50 and he made an impact in the DRC. Hallelujah. It is not late. kwamba hujachelewa. It is not late. Hujachelewa. Praise the Lord. Jesus knows us. He knows us. Yesu anatujua. Jesus knew that sin would be an issue to us. Alijua kwamba dhambi itakuwa changamoto kwetu. And that's why he became the propitiation of sin. Ndio maana anafanyika He carried our sin. ya kwamba anabeba dhambi zetu. Praise the Lord. He knew that for us to excel, we will need the glory of God. Ya kwamba alijua sisi tufanikiwe tunahitaji utukufu wa And that's why he says in John 17:22 that I have glorified you in earth. Ndio maana anasema katika Yohana 16 kwamba nakutukuza wewe duniani. Now glorify your Son. Hivyo basi inua tukuza mwana wako. Praise the Lord. But Jesus does not leave until he tells us this. Ya kwamba Yesu haondoki lakini anatuambia I was telling you, when you get this, every other scripture makes meaning. nikisema kwamba ukiyapata haya maandiko yote yale yatafanya umuhimu. Praise the Lord. Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Before I finish, Romans chapter 1:20, Paul tells us, Warumi 1:20 Paul tells us Paulo anatuambia that in those times, kwamba wakati nyakati zile in the Old Testament, katika agano la kale Elijah came to restore the order. ya kwamba Elia alikuja kurejesha mpangilio. People had excuses. Ya kwamba watu walikuwa na You vijio had an sababu. excuse not to excel because you didn't get the revelation. Watu walikuwa na vijisababu ya kutofanikiwa kwa sababu But he says, after the Christ has come now, lakini anasema baada ya Kristo kuja he has made it open to all. amefanya kuwa wazi kwa wote. We have access to everything. Tunapata kupata yote. Which excuses are you have not to perform? Je, utakuwa na vijisababu vipi ya kutofanikiwa? And finally, because of time, Na mwisho kabisa kwa sababu ya wakati. John chapter 14, verse 22. Yohana 14:22. Jesus, Yesu the one that perfected the order, yule ambaye sasa alikuja kufanikisha mpangilio. the order of the distinctive anointing. Ule mpangilio wa upako wa kipekee. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. This is what he says. Haya ndio anasema That those who believe in me, ya kwamba wale wanaoniamini, hallelujah, the things I do, ya kwamba yale ninayafanya they will also be able to do them. pia wao watakuwa na uwezo ya kuyafanya. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. And they will be able to do greater things than this. Na wataweza kufanya mambo makuu kushinda niliyoyafanya. There is a big is now they have the revelation, they have the power, the order has been effected. It is now for you to rise and grow to your destiny. Hallelujah. There is no more excuse. Every revelation has been laid there. Everything is now manifest to you. Hallelujah. It is you to position yourself in the line of God and to begin doing what God wants you to do. In the name of Jesus. Greater things
things than this. Mambo makuu kushinda haya. Hallelujah, Hosanna kwa Baba. Hallelujah, Hosanna kwa Baba. Hallelujah, Hosanna, hallelujah. Hosanna, hallelujah. Hallelujah. Just bear with me. Just bear with me. Kubaliana tu na mimi. I'm reminded one thing. Nimekumbusha kitu kimoja. The Spirit of the Lord is telling me that there are men Roho Bwana ananieleza kwamba kuna watu that God gave this revelation. ambao Mungu amewapatia huu. Some of them have expired, Wengi wao wameshatoweka katika but huduma. some of them are still in this dispensation. Lakini wengine wako bado katika wakati huu. But the challenge was that when He gave them this revelation, Lakini changamoto ni kwamba alipowapatia huu ufunuo, they misunderstood it hawakuielewa and they declared themselves na wakajitangaza to be Elijah, kuwa Maelia, forgetting that Elijah already came. wakisahau ya kwamba Elia alishakuja. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. There was a man greatly anointed, Kulikuwa na mtu mtumishi ambaye alikuwa amepakwa mafuta sana. Alexander John Dowie. Alikuwa anaitwa Alexander John Dowie. Alexander John Dowie could walk in a town Na kwamba Alexander alitembea katika mji and miracles begin to happen. na miujiza inaanza kufanyika. Automatically, before he prays, before he does anything, his presence was enough. Kuwepo kwake tu pale ulikuwa wa kutosha. But when he got it, Lakini wakati alipoupata, he declared himself to be the Elijah. alisema ya kwamba yeye ni Elia. And that is blasphemy. That is heresy. Elijah already came in the person of John the Baptist to complete the order before the Christ came. Na hiyo ilikuwa ni kukufuru Roho Mtakatifu, kwa sababu Elia alikuja kutengeneza haya kabla hata Yohana Mbatizaji. Hallelujah. Haleluya. And if you look at many men of God that have fallen, Na ukiangalia watumishi wa Mungu wengi ambao wamefeli, they have had something to do with Elijah. wamekuwa na jambo fulani kuhusiana na Elia. They get the Elijah revelation Wanapata kuelewa Elia, that they are overpowered by their Syrian spirit. lakini kwa sababu wanazidiwa nguvu na roho wao wa kutenda dhambi. Look at Dr. David Edward Owori. Angalia mtumishi wa Mungu Owori. He calls himself the two prophets, the two witnesses and everything. Anajiita ya kwamba yeye ni shahidi wa manabii wawili. He got the revelation but lost the mark. Alipata ufunuo lakini akapoteza alama. Praise the Lord. These things, by the way, these things are not written anywhere. God is just revealing them to me. Haya mambo hayajaandikwa popote, Mungu ananifunulia tu. And the reason is that He said, be wary of their Syrian spirit. Na kile ambacho anasema ya kwamba ukuwe umetosheka na ile Hadari. hadhari na roho ya kiasili. Pride. Lord, deliver us from pride. Deliver us, Lord. Hallelujah, sana kwa Baba. God is going to anoint people today here.
Mungu anaenda kupaka watu Hallelujah. mafuta hapa. And you remember this day, the 11th of August 2019. Na utakumbuka siku hii tarehe 11 mwezi wa 8. Hallelujah. Hallelujah. That the Lord did something in your life. Na kwamba Mungu alifanya kitu katika maisha Praise yako. the Lord. And when the books of history shall be written about you. Na wakati vitabu vya kihistoria zitaandikwa juu yako. Hallelujah. Hallelujah. Be wary of the Assyrian spirit. Ya kwamba jihadhari na roho wa When you begin to see the hand of God in your life, wakati unaanza kuona mkono wa Mungu katika maisha yako. be wary of the Assyrian spirit. Jihadhari na roho ya majivuno. Everybody close your eyes and lift up your hands to go. Funga macho yako na uinue mikono He's yako. the one who knows best how to do this. Ya kwamba yeye anajua vizuri. I don't know whom this message was sent to, Sijui ni nani ujumbe. but the Lord himself knows whom he wanted to do this thing Lakini to. Mungu mwenyewe alijua ni nani. And I'm sure by now you are convicted in your spirit. Na najua kufikia sasa umepata. And therefore in the power of God, Hivyo basi katika nguvu za and in the power that follows every revelation of the Almighty, na katika nguvu anayofanya katika I speak an impartation to your life. na neno ufunuo katika Wherever you are, receive the power of the Holy Ghost. ulipopokea nguvu za Just release yourself to the power of the Holy Ghost. Iachilie It is coming to you heavily. Receive the power of the Holy Ghost. nguvu za roho. Receive the power of the Holy Ghost. Nguvu za roho. Receive the power of the Holy Ghost. Nguvu za roho. Receive the power of the Holy Ghost. Nguvu za roho. Receive the power of the Holy Ghost. Nguvu za roho. Receive the power of the Holy Ghost. Nguvu za roho. In Jesus' name. Jina la Yesu. In Jesus' name. Jina la Yesu. Power of the Holy Ghost. Nguvu za roho. Power of the Holy Ghost. Nguvu za roho takatifu. Focus in God. Don't focus on those that are being ministered. Jiangalie wale ambao It is coming to you. inakuja kwako. Focus in God. Inakuja kwako. Power of the Holy Ghost. Nguvu za roho takatifu. Power of the Holy Ghost. Nguvu za roho takatifu. Power of the Holy Ghost. Nguvu za roho takatifu. Power of the Holy Ghost. Nguvu za roho takatifu. Jesus, thank you, Jesus. Thank you for delivering me. Thank Yes, you. God. Yes, God. God, I worship Yes, you. God. Yes, God. Yes, God. Yes, God. Thank you. Yes, God. Thank you, my Lord. Yes, God. Thank you for delivering Yes, me. God. Thank you, In Jesus' name. Thank you. Keep your hands lifted. Thank you, Jesus. Inua tu mikono yako. Everybody stand up on your feet. Kila mtu simama kwa miguu yako. Lift up your hands to God. Lift Inua up your mikono hands. yako kwa Mungu. Lift up your hands, kabisa. You, my God. Father, in Jesus' name. Baba katika jina la Yesu. I know it is not in vain that you release this word. Najua si bure umetia neno hili. And I know there are more that you want to anoint and use in this Najua moment. kuna wengi ambao wanataka kukombolewa mahali hapa. In Jesus' mighty name, Jina la Yesu. I speak a release of your anointing. Naongea kuachiliwa. I speak a release of your anointing. Tena kuachiliwa. Unto every ready soul. Kwa wale wote. Unto every ready soul. Kwa roho yote iliyo In the name of Jesus. jina la Yesu. Receive. Pokea. Receive. Pokea. Receive. Pokea. Receive. Pokea. Power of the Holy Ghost. Nguvu za Roho Mtakatifu. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus, for the Fire, fire, fire. Jesus. Thank you, Follow. Lift up your hands to the lips. Fire, fire, fire. Fire, follow me. Holy fire. Fire, fire, fire. Fire, follow me. Like the day. Oh, like the day.
kupanga kwangu, but I'm being quickened in the spirit to do this. lakini ninaelekezwa katika roho kufanya haya. If you have got this revelation and you feel like I should lay my hands to you, Kama umepata ufunuo huu na unahisi ya kwamba inafaa niweke mikono juu yako, run to the altar. kimbia hapo kwa madhabahu. We don't have very much time for this. Hatuna muda mwingi sana kwa And if you have haya. grasped this understanding and you are trusting God to do something, Lakini kama umepata ufunuo huu na unatumainia Mungu afanye kitu, just run to the altar. kimbia hapa mbele. Hallelujah. Haleluya. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Holy Spirit of God. Just stand up, just stand up, stand up. Simama. Stand up, stand up, lift up your name, lift up your hands. Everybody that is here. For the rest that are there, lift up your hands towards them. Nyosha mikono yako wale walio nyuma kuelekeza hapa mbele. We can move this way. I want us to be near the altar. Tunataka kuwa karibu na madhabahu, tuombe upande huu. Hallelujah. Haleluya. Father, in Jesus' name, Baba, katika jina la Yesu, by the power of this revelation Mungu wa ufunuo huu and the anointing of your power and anointing that is following your word, na upako ambao unafuata neno lako, in Jesus' mighty name, kwa jina la Yesu, you have opened your revelation umefungua ufunuo wako to these souls of God. kwa nafsi hizi, And Lord, they are trusting you na Mungu anakutumainia for a deposition of this anointing ya kwamba utawashushia upako huu in their lives. kwa maisha yao, And in the name of na Jesus, katika jina la Yesu I speak a descent of this anointing. ninatangaza kuachiliwa kwa I speak a descent of this anointing. ninatangaza upako I huu, speak a descent of this anointing. ninatangaza upako huu. Receive in the name of Pokea Jesus. kwa jina la Yesu. Receive in the name of Jesus. Pokea kwa jina la Yesu. Receive in the name of Jesus. Pokea kwa jina la Yesu. Receive in the name of Pokea kwa Jesus. jina la Yesu. Receive in the name of Pokea Jesus. kwa jina la Yesu. Receive in the name of Pokea kwa jina la Jesus. Yesu. Receive in the name of Pokea Jesus. kwa jina la Yesu. Power of the Holy Ghost. Nguvu za Roho Mtakatifu. Power of the Holy Ghost. Moto wa Roho Mtakatifu. Power of the Holy Ghost. Moto wa Roho Mtakatifu. Power of the Holy Ghost. Moto wa Roho Mtakatifu. Power of the Holy Ghost. Moto wa Roho Mtakatifu. Power of the Holy Ghost. Moto wa Roho Mtakatifu. Power of the Holy Ghost. Moto wa Roho Mtakatifu. Power of the Holy Ghost. Moto wa Roho Mtakatifu. Power of the Holy Ghost. Moto wa Roho Mtakatifu. Power of the Holy Ghost. Moto wa Roho Mtakatifu. Power of the Holy Ghost. Moto wa Roho Mtakatifu. Power of the Holy Ghost. Moto wa Roho Mtakatifu. Power of the Holy Ghost. Moto wa Roho Mtakatifu. Power of the Holy Ghost. Moto wa Roho Mtakatifu. Power of the Holy Ghost. Moto wa Roho Mtakatifu. Power of the Holy Ghost. Moto wa Roho Mtakatifu. Power of the Holy Ghost. Moto wa Roho Mtakatifu. Power of the Holy Ghost. Moto wa Roho Mtakatifu. Power of the Holy Ghost. 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 Po
Holy Ghost. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Receive of the Lord. Pokea Yesu. In the name of the Father. Kwa jina la Baba. In the Son. Na Mwana. And the Holy Spirit. Na Roho Mtakatifu. And the church saying amen. Kanisa liseme amina. Amen. Amen. Go and shine. Enda na ung'ae. For the power of God is in you. Kwa sababu nguvu za Bwana ziko pamoja na wewe. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Take your offering.